Na ukaribisha msikilizaji wangu katika sehemu ya 3 ya simulizi My Wife is a Drug Dealer. Kama mke wangu ni muuza madawa ya kulevya. Sehemu ya pili ya msimu huu wa pili ni pale ambapo Rusiana, mkurugenzi wa usalama wa taifa, alikuwa ameenda kwa bibie Ziada ambaye alikuwa ni makamu wa rais kwa wakati huo, ambaye kipindi hicho kwenye msimu wa kwanza alikuwa ndo bosi wake akiwa ndo mkurugenzi wa usalama wa taifa. Bado kunazidi kwenda, ila mazingira hayakuwa rafiki kwa mkurugenzi. Mazungumzo yake na rais alizalisha ukurasa mpya kwenye karatasi zake ambao hata mwenyewe kwa amefikiria bado. Kwa mazingira yalivyokuwa ni kama tayari alikuwa amempoteza mume wake, tena muda ambao ni mambo mengi mabaya alikuwa anaanza kujionyesha. Alikuwa amezama ndani ya dimbwi zito la mawazo muda ambao alikuwa yupo kwenye gari. Alishtuliwa na dereva wake akiwa anaingia ndani ya geti la nyumbani kwa makamu wa rais Ziada Nzwane. Rusiana hatakuwa na ratiba ya sisi wawili kuweza kuonana tena muda kama huu nyumbani kwa kweli. Bosi, naelewa hilo, ila mambo ni mabaya upande wangu. Yaani mpaka sasa hivi sielewi ni wapi natakiwa kuanzia. Najua hali ipo sawa kwa kila mmoja wetu, ila sio kwa namna hii ambayo unaitumia wewe. Unaweza kuniambia nini ambacho kimekuleta ghafla hivi nyumbani kwangu? Mambo makubwa kwa muda huu ni mawili tu bosi. Moja ni kuja kukuomba msamaha kwa kukudanganya, na jambo la pili ni kuhusu mume wangu. Nadhani nianze na la mmeo hilo. Ameujua ukweli. Ukweli upi? Kwamba kila kitu kuhusu maisha yake ni uongo. Ni jambo ambalo haliwezekani. Hata mimi sikuwa naamini hilo mara ya kwanza. Ni wewe umemwambia? Hapana. Hakuna namna nyingine inaweza kumfanya akajua haya. Mkurugenzi Rusiana Jimika lazima kumpa simulizi ya namna jinsi mume alivyokuwa amesadikika kuweza kujua ukweli wa yale mambo ambayo alikuwa ameficha kwenye maisha yake. Kwa hiyo nataka kuniambia rais ndiye aliyempatia hizo taarifa? Ndio, kwa sababu mume wangu alimtafuta kuzungumza naye. Na mumeo yuko wapi kwa sasa? Sijui, na kwa nini sivyoondoka sina uhakika kama atarudi. Nyumbani nimewasiliana na walinzi mpaka sasa hivi hayupo. Unahitaji msaada wangu kumtafuta? Unamaanisha kutumia vyombo vya ulinzi? Ndio. Unamjua mume wangu kuliko mtu yote yule bosi. Nadhani hata wewe mwenyewe hauwezi kufanya hilo kosa kwa sababu unajua nini kitakachofuata baada ya hapo. Kwa hiyo kwa wewe mpango wako ni upi? Kwa mazingira aliyopo hapa nadhani tunatakiwa kuweza kubadilisha hii kuwa ni fursa. Yaani tumtumie mume wangu kama fursa. Ndio. Naelewa kwa muda huu atakuwa na hasira kali na mimi, lakini hata nyie pia, kwa kuwa anaamini wote tulishiriki kwenye hili, hivyo hakuna namna tunaweza tukadili naye kwa sasa. Na unaamini baadaye ataweza kuwa sawa? Ndio bosi. Kwa sababu ipi? Mtoto. Una imani na hilo? Anampenda mwanae kuliko hata alivyokuwa ananipenda mimi, hivyo kuna wakati hasira zikipungua lazima atarudi kuja kuweza kumuona. Hiyo itakuwa nafasi yangu mimi kuweza kuongea naye na kumweleza sababu za mimi kwa nini kwa nimefanya yale. Kwa hiyo kuna nitumia vipi kama fursa. Tukatumeishi hapo msikilizaji katika sehemu iliyopita. Tuende pamoja basi katika sehemu hii hapa ya 3 ya msimu wa pili. Imeandikwa na Fabian Babuya. Simulizi ni My Wife is a Drug Dealer. YouTube channel Simulizi Mix unaweza kuipata kwa haraka kupitia WhatsApp nambari 0677 062 012. Tunaendelea na simulizi yetu msikilizaji, tamu kweli kweli, inayokwenda kwa jina My Wife is a Drug Dealer. Mke wangu ni muuza madawa ya kulevya. Kwa sasa kwanza anahitaji kuijua historia ya maisha yake ipo vipi. Anatambua mtu pekee wa kuweza kumwambia ukweli ni mimi, ila kwa vile ana hasira kali na mimi, maana yake ni kwamba watu sahihi kwake kumpatia taarifa hizi ni wale ambao walimvamia na kumfanya yeye kuwepo kwenye hali kama ile. Kwa maana hiyo anaenda kujitafuta mwenyewe kuweza kujua ana historia ipi nyuma ya pazia. Na hapa ndipo ataanza kuwatafuta hawa watu, na ukumbuke kwamba kuanzia sasa hivi hata sisi pia tumeingia kwenye mnyororo wa kuweza kuwapata watu hawa, hivyo jambo la msingi kwa sasa hivi ni sisi kuweza kucheza na nyakati zake, kujua atakuwa wapi kwa muda gani na atakuwa anafanya nini, hivyo atakuwa anatuongoza kirahisi kuweza kuwapata hawa watu. Nadhani hata mwenyewe unatambua yupo makini kwenye hii kazi kuliko hata vijana wetu wote tukiwaunganisha pamoja. Rusiana alikuwa ameongea kwa kujiamini, kama alikuwa anamuongelea ni kama aliyekuwa anamuongelea ni mtu wa mbali. Una uhakika unataka kumtumia mume wako wa ndoa kwenye jambo la hatari kama hilo? Kwa sababu hakuna namna ya kuweza kumweka sawa, hivyo tunatakiwa kuweza kuitumia hii kama fursa bosi. Na kuuliza tena, una uhakika na maamuzi yako? Ndio bosi. Na ni jambo gani jingine ambalo umesema kwamba ulikuwa unanificha kwa muda mrefu? Ni kuhusu Jamila. Yuko hai? Rusiana alikuwa amenyanyua uso wake na kumtizama bosi wake ambaye aliuma meno kwa hasira, ila aliigiza kama vile kila kitu kilikuwa sawa. Umejuaje bosi? Kwa sababu umenithibitishia baada ya kushindwa kunijibu hapa. Najua nimefanya kosa kubwa sana kwenye hili na staili adhabu yoyote ambayo utahitaji kunipatia.
Rais anajua kuhusu hili? Ndio nimemwambia. Ziada Zona alikuwa mimina pombe kali na kugida yote. Haikuwa kawaida ya Rusiana kumuona bosi wake huyo akiwa anatumia kilevi cha aina yote ile. Tangu siku ambayo ulianza kuhitaji kuwa karibu na Damigo, nimewahi kuwa na wasiwasi kwamba kuna kitu ambacho ulikuwa unanificha, ila sikuwahi kujua kama kinaweza kuwa ni kitu kizito namna hii. Kwa nini unifanyia hivi? Kwa sababu nilikuwa nahitaji kuona unapumzika. Nilihitaji kuona kila mtu anarudisha matumaini mapya. Nilichoka kuona kila mtu anaishi maisha ya kufikirika ndani ya taifa letu. Hakukuwa na amani baina ya watu, hakukuwa na umoja tena, na kuna watu ni kama vile walikuwa wamekata tamaa. Kwa yale ambayo tulikuwa tumeyapitia, kila mtu alikuwa anahitaji kupata nafasi na muda wa kupumzika kwa ajili ya afya yake, na ndio maana nilifanya yote mheshimiwa. Mimi nawe kwa aina ya kazi yetu ambayo tulikuwa tunaifanya, hatukuja hapa kwa ajili ya kupumzika. Una nafasi mbili tu za kuweza kupata muda wa kutosha na kupumzika. Nafasi ya kwanza ni kama ukistaafu, na ya pili ni kama ukifa, hususani ukiwa kazini. Tangu siku ile mimi nilikuwa nimetambua tulikuwa tumemaliza kazi. Sikuwahi kufikiria tena kama tulifanya kazi nusu Rusiana. Nilikuwa na kuamini kwa maisha yangu yote. Kwa nini unifanyia haya? Alipigiza ile glasi sakafuni mpaka ikavunjika. Rusiana alifumba macho kwa hisia kali mno. Alijihisi kuwa msaliti kwa mwanamke ambaye aliwahi kumpenda na kumwamini kupita maelezo, mpaka akamfanya kuwa mkurugenzi wa usalama wa taifa. Hata mimi nimeishi na hii hatia kwa muda mrefu, ila nilikubali kila matokeo ambayo yalikuwa yanakuja mbele yangu. Damigo alikuwa yupo kwenye hali mbaya. Taifa lilikuwa ndio kwanza linaanza kupona kutoka kwenye yale maumivu. Kauli yangu moja tu ilikuwa inaweza kuyarudisha yale maumivu tena nchini, na ndio maana nikaamua kufa na hili moyoni mpaka sasa hivi ambapo limeibuka tena. Ni kwa muda gani umejua kwamba Jamila yuko hai? Tangu mwanzo, ile siku ambayo tulikuwa tumeenda kumchukua Damigo pale. Nadhani unakumbuka wakati tulikuwa tunafika pale, kuna helikopta ilikuwa inaondoka. Alikuwa ni Jamila. Ulijuaje kama ambaye alikufa pale hakuwa yeye? Nilimwona kiingia ndani ya helikopta, alafu ajabu nikaja kumwona tena akiwa yuko sakafuni amekufa, ndipo nikashtuka, hivyo nikalazimika kuchukua damu yake kwa ajili ya vipimo vya DNA, na kweli hakuwa yeye. Aliyekufa alikuwa nani? Mpaka sasa hivi sijajua, maana ile sample yake ya damu haikuendana kabisa na mtu yote nchini kwa ambao tuna data za vipimo vyao. Kwa hiyo alimtengeneza imposter kwa ajili ya kuigiza kama yeye, ndio? Ndio. Ndipo anaendesha na mfumo wote akiwa amekaa pembeni na kuaminisha wengine kwamba yeye alikuwa ni dhaifu kwenye yale mambo. Kwa maana hiyo yeye ndiye the global mwenyewe, na the global haikufa wala kumalizwa usiku ule, bali bado ipo. Hivyo uuzaji, usambazaji na dawa za kulevya, utakasha fedha bado unaendelea, ila kwa namna nyingine. Ndio bosi. Sina hakika kama nitaweza kukusamea kwa hili Rusiana. Natamani kupiga hata risasi kwa mkono wangu, ila nafasi ambayo nipo kwa sasa hainihitaji mimi kutumia hisia zangu ama moyo wangu. Nipo kwenye nafasi ambayo inanilazimu mimi kuzihitaji zaidi akili zangu kufanya maamuzi. Hivyo mimi nakuruhusu kafanye ambalo unaona linawezekana kuhakikisha kwamba napambana na hili tatizo. Pia nitawasiliana na mheshimiwa rais niweze kukutana na viongozi wengine akiwemo CDF kuona namna gani wanaweza kukusaidia kupambana na jambo hili. Ila mimi na wewe hatujamalizana bado. Baada ya kukamilisha maneno yale, alimtaka mkurugenzi aweze kutoweka nyumbani kwake. Ile imani ambayo alikuwa nayo kwa Rusiana Jamila ilikuwa imekufa na kutoweka kwa muda ule. Damigo na utafuta ukweli, na itafuta kweli. Damigo yupo kazini kutafuta ukweli, msikilizaji. Nyumbani kwa ASP Kamazima, vyombo vya usalama vilikuwa vimefika kufuatilia ukubwa wa tukio lile, na jambo la kustajabisha kama lilivyokuwa limetokea. Haikuwa tu afisa wa polisi kuweza kuuawa, bali ilikuwa ni aibu kubwa kwao kwa afisa huyo kukutwa na binti mdogo wa miaka isiyotimia 18. Hivyo ilikuwa ni kama nabaka. Jambo hilo ndilo lilikuwa limefanya kesi hiyo kutohitaji iweze kufahamika kwa watu wengi. Wakaamua kupambana nayo kimya kimya kwa ajili ya kulinda jina la mwenzao. Lile eneo walikuwa wamebaki polisi kadhaa tu ambao walikuwa wanatakiwa kuhakikisha hakuna mtu anaingia pale kwa ajili ya kwenda kuharibu utaratibu ama kuathiri ushahidi wowote ama kujua ni kitu gani kilitokea. Ni siri ambayo ilipaswa kulindwa kwa nguvu mpaka pale ambapo wangeweza kupata maelekezo kutoka mabosi zao. Ni askari wanne ambao walikuwa wameizingira ile nyumba wakiwa wanazunguka na silaha zao kila sehemu, ila kwa nje ya nyumba ile kuna watu wanne nao ambao walikuwa wanapeana maelekezo ya namna jinsi ya kuweza kuingia ndani ya ile nyumba.
Maelekezo yale yalitoka kwa watu ambao walionekanika kudhamiria kuhakikisha wanaitimiza yale ambayo walikuwa wamewapeleka pale. Walizunguka kila pande ya nyumba ile, kila mtu akiwa yupo mwenye kwenye nafasi yake, kisha walivamia kwa ndani. Askari wote ambao walikuwa wako mle ndani waliuliwa kwa kuchinjwa na visu, kisha wale mabwana wakaingia ndani kuweza kutafuta vitu ambavyo ilionekanika walienda pale kuviangalia. Walikaa kwa dakika 15 wakafanikiwa kutoka mle ndani wakiwa na faili moja, ila wakati wakiwa nafika nje, aliyekuwa nyuma karibu na mlango, mwanga wa taa ulimfanya kuona kivuli pembeni yake. Alihisi ni kitu ambacho labda kilikuwa pembeni, ila baadaye aligundua haikuwa kweli, kwani hapakuwa na kitu hivyo. Hisia zake zikamtuma kumpatia taarifa ya kwamba kwa juu yake, yani juu ya paa la nyumba, kulikuwa na mtu. Aligeuka kuangalia, ila haikuwa nafasi nzuri kwake. Shingo yake ilipolazimika kugeuka yote, ilikutana na goti zito ambalo lilifanya kuvunjika baada ya kutua chini. Kishindo kilikuwa kizito ambacho kiliwafikia hadi wenzake watatu mbele, hivyo wakageuka kujua nini kilikuwa kimetokea. Walishindwa kutumia muda sawasawa. Mmoja wao alidakwa kwenye mbavu zake, zilivunjwa kwa nguvu. Sauti ilitoka kwa mbali tu baada ya mkono mwingine kuivunja kabisa shingo yake. Kutupa kwake pembeni ndiko kuliko wafanya wale wawili kutoa silaha, jambo ambalo halikuwa rafiki kwao kwa kuwa Damigo alikuwa yupo karibu nao, hivyo muda wa kujitahidi kupiga risasi au kufaa. Mmoja wao alipigwa kisu cha tumboni huku mwenzake akiwa anapigwa risasi kwenye moyo. Mwenye kisu alitupa ile silaha yake akawa anakichomoa, ila muda haikuwa rafiki. Alipigwa risasi kwenye bega, mkono ukaishiwa nguvu kabisa. "Wewe ni nani? Wewe ni nani?" akauliza akiwa anayumba badala ya kujibiwa. Akaongezewa risasi nyingine kwenye paja lake, akaanguka chini. "Ndugu yangu, mimi nina familia." "Umeua askari hapa, sidhani kabisa kama ulijali kwamba wana familia au hawana. Nataka kujua kwa nini uko hapa." Aliangalia kila upande kama kulikuwa na mtu mwingine kabla ya kujibu. Hofu ilionekanika kuitafuna sehemu kubwa ya moyo wake. Alimeza mate alipoona mdomo wa bastola kwa karibu na kichwa chake. "Tulitumwa kufuatilia faili ile ambalo mwenzangu alikuwa amelishika." "Lina nini ile faili?" "Sijajua kwa sababu tumeambiwa tu rangi ya faili, ila hatukuwa tunaruhusiwa kuweza kulitizama ndani kuna nini." "Huyo afisa polisi amekufa muda mfupi baada ya kuhusika na kesi yangu. Sina uhakika kama hii ni kwa bahati mbaya. Nataka kujua ni nani ambaye amehusika na kifo chake. Kama huwezi kujibu hilo, ni vyema uwe na majibu juu ya nini ambacho kinaendelea. Aliyemuua ni mtu ambaye ametuma sisi hapa." "Ndugu yangu, sisi ni watu wazima. Kuna maswali ambayo ni marahisi tu kuweza kuyajibu, hivyo sidhani kabisa kama kuna haja mimi kuweza kukuuliza mara nyingi juu ya kitu kimoja. Aliyetutuma anaitwa Jordi, na ndiye ambaye alikuja kumuua huyo afisa wa polisi. Sababu ya yeye kufanya haya ni kwa kuwa alikuwa anamtafuta mtu anaitwa Damigo." "Wewe unamfahamu yule Damigo?" "Hapana." "Kwa nini anamtafuta?" "Bado sijajua sababu iliyopo nyuma yake, ila kwa maelezo yake ni kama mabosi zake ndio ambao wanamtaka huyo mtu. Ni kama kuna kitu kingine alitaka kuongea ila alisita." "Ongea hicho ambacho nataka kukiongea." "Walikuwa wanataka kujua kama huyo mtu yupo hai au alikufa." "Kwa nini wafanye hivyo?" "Kwa sababu mara ya mwisho inadai walikuwa wamekufa." "Nieleze zaidi hayo." "Sina taarifa nyingine zaidi ya hizo." "Huyo Jordi nampata wapi?" "Uwaga haeleweki maeneo ambayo anakuepo mara nyingi, ila kuna mwanamke mmoja ambaye anapatikanika The Dream Casino, anaitwa Irene, ndiye ambaye mara nyingi waga na naye. Ni kama mpenzi wake, hivyo huenda huyo akawa na taarifa zaidi ya hizi, maana ni kama mpenzi wake." "Na huyo Jordi nyuma yake yupo nani?" "Sitaki kumjua, japo kuna siku aliwahi kudokeza kwamba kuna mwanamke ambaye alikuwa anamzungumzia kama bosi wake." "Mwanamke?" "Ndio." "Unajua alipo huyo mwanamke?" "Hapana, na uwaga ni marufuku kuuliza maswali kuhusu mabosi." Damigo alimpiga risasi nyingi bwana yule kwa anatoka mle ndani haraka, maana hakuna kitu alikuwa amebakisha pale. Twende moja kwa moja The Dream Casino. Jiji lilikuwa lina zikoma starehe za watu wenye pesa zao. Raha ziliumbwa kwa ajili ya watu, na hao ndio ambao walikuwa wanatakiwa kuhakikisha dunia inaufaidi uwepo wao kwa namna ambayo wao waliona kuwa ni nzuri na bora zaidi. Ndani ya hiyo kasino ilikuwa ni sehemu ambayo sio tu raha ambazo zilikuwa zinapatikanika, bali pia ilikuwa ni sehemu ya watu wenye ukwasi mkubwa kwenda kula starehe na kuburudika na maisha ya kila siku, hali ambayo iliwafanya kujihisi walikuwa sehemu ya peke yao kwenye ulimwengu wa kusadikika. The Night Angel lilikuwa ni jina la mwanamke mmoja mrembo ambaye alikuwa anapatikanika ndani ya sehemu hiyo. Irene alikuwa na historia kubwa eneo hilo la kasino hiyo, hali ambayo ilimfanya yeye ndiye kuwa utambulisho wa sehemu hiyo.
Alikuwa maarufu kuzidi hata kasino yenyewe, hali ambayo ilimfanya kupata mkataba wa kudumu kwenye hilo eneo. Alikuwa akilipwa bila hata kufanya kazi yoyote awapo hapo, na kila pesa ambayo angeingiza akiwa kazini kwake ilikuwa inaenda mfukoni kwake moja kwa moja. Hivyo hakukuwa na mtu wa kuweza kumwekea mipaka. Uzuri wake ambao ulipitiliza nuru ambayo ilikuwa inaonekanika kwa wanaume wengi ilimfanya kuwa chaguo la kila mtu. Wanaume wengi walikuwa wakipigana vikumbo kupata nafasi ya kuweza kumvua nguo mwanamke huyo maridadi. Nyodo zilikuwa sehemu yake kwa sababu kila mtu alikuwa anamtaka yeye. Yale maisha alimfanya kuwa malkia kwenye ufalme ambao aliutangaza mwenyewe, na sio kila mwanaume alikuwa anaweza kumpata malkia huyo wa dhania. Usiku ulikuwa mnene, eneo hilo lilikuwa limechangamka vilivyo. Kamali ilikuwa inapita na mamilioni ya pesa za watu kwa muda mfupi tu, ila hakuna ambaye alikuwa na ajali yote hayo. Irene alikuwa amependeza kupitiliza. Alienda kukaa sehemu ya VIP akiwa mwenyewe. Kila mwanaume ambaye alimfuata usiku huo alimtaka amwache, kwani alikuwa na mengi ya kuweza kuyafikiria, na muda ambao angekuwa tayari kwa ajili ya kazi angewaruhusu waweze kuburudika naye. Ile mipaka iliheshimiwa, maana walikuwa na mfahamu vyema namna jinsi alivyokuwa akiwa kwenye hali kama ile. Baada ya nusu saa kupita, lile eneo lilipokea mwanaume mmoja maridadi ambaye nguo zake zilifanya mwili wake kuonekanika vyema. Utajiri ulikuwa ni kama sehemu ya mfuko wake kwa namna jinsi alivyokuwa amenawiri na kujiamini. Bwana yule alikuwa amevaa kofia na barakoa ambayo ilimfunika uso wake. Alisogea mpaka kaunta huku kila mrembo akiwa na meza ya mate. Hata dada wa pale kaunta alijisahau hata kusikiliza, akawa na kipimia kifua na harufu ya manukato ambayo haikuwa inaumiza pua yake. Nipo hapo kwa ajili ya Irene, aliongea akiwa anampatia mrembo yule noti ya $100 ili aweze kumjibu, lakini hakumsikia mpaka pale alipomuuliza mara 3. Ndipo dada yule alituliza akili yake na kutabasa akiwa naibeba ile pesa kwa mikogo. Hata mimi naweza kukupatia hiyo huduma ambayo unahitaji kwa Irene. Yule bwana alimwangalia tena yule mrembo kwa sura ya urafiki. Nina shida naye binafsi na ndio maana nimehitaji kuongea naye. Pesa ilikuwa tamu bwana. Yule dada alikwara mpaka kifuani kwake, kisha akamwelekeza bwana yule sehemu ya kwenda. Alizitupa hatua zake, kila mtu akiwa na mshangao, hususani watoto wazuri wa kike, huku wengine wakiwa wanaendelea na taratibu zao za kawaida kama kuwasindikiza mabwenyenye ambao walikuwa wanacheza kamari bila kuwaza kama walikuwa wanapoteza mitaji ya watu maskini ndani ya sekunde za kuhesabu tu. Wewe ni kiziwi au ni mgeni hapa? Aliongea kwa sauti kali Irene baada ya kugundua kuna mtu alikuwa anamsogelea ile sehemu. Yule bwana hakujali kauli ya yule mwanamke, bali alisogea na kuketi, na ndipo Irene akageukia upande ule akiwa anahitaji kumtusi tena. Yule bwana alitoa barakoa yake usoni, hasa baada ya kutambua ile sehemu haikuwa na kamera, hivyo kwake ilikuwa salama. Irene alimeza mate, hasa alipogundua kwamba yule bwana alikuwa ni mmoja kati ya wanaume wenye mvuto mno. Aliishiwa nguvu, akabaki akiwa ameachama mdomo tu. Hai Irene, hai, alitikia kwa sauti ambayo haikuwa ya kujiamini ndani yake, maana bado alikuwa amepigwa na bumbwazi. Nimesafiri kutoka mbali sana kwa sababu yako. Sababu yangu mimi? Ndio. Damigo alikuwa anajibu kwa sauti tulivu na yenye kujiamini ndani yake. Kwa nini? Kwa sababu kwenye maisha yangu sijawahi kupata sifa za mwanamke wa aina yako. Natamani nipate muda na wewe ili nijue kama yanayosema ni kweli juu yako. Kwa maana hiyo umekuja kwangu kwa ajili ya kufanya mapenzi? Tunaweza kusema hivyo, ila changamoto yangu kubwa huaga nina moyo dhaifu sana kwenye mambo ya namna hiyo. Hivyo pia na wasiwasi mkubwa na haya mambo. Yaani kwamba unaogopa utanipenda. Nahisi hivyo, lakini nani ajua ya kesho? Kwa nini naamini ukija kwa mwanamke kama mimi unaweza kunipata na ukara na mimi? Kwa historia ambazo nimezipata kuhusu una sifa kubwa mbili. Moja, unapenda wanaume ambao watakufanya ujisi amani ukiwa nao karibu. Wanaume ambao watakuhakikishia kwamba upo salama, na ndio maana mpaka muda huu haujanifukuza hapa. Jambo la pili, nasikia wewe ni moja kati ya wanawake wale ambao wanaamini maisha yanapaswa kuwa rahisi tu. Yaani kwa maana hiyo uwaga haupendi kuzunguka kwenye mibuyu, na ndio maana imekuwa ni rahisi kwangu kuja hapa kwa kujiamini, kwa sababu najua ina mwanamke ambaye nadili naye. Hili naelewa ni jambo ambalo linawashinda wanaume wengi sana, huenda ndio sababu uwaga hawawezi kukufikia ama kuweza kukupata kirahisi. Irene katabasama akiwa anamwangalia Damigo. Ni mwanaume ambaye unaonekanika umejipanga mpaka kuweza kufika hapa. Kwenye dunia yangu ninayoishi mimi sio rahisi kukikosa kitu ambacho nakitaka. Waga lazima niweze kukipata kitu hicho. Damigo alikuwa amejigamba akiwa bado amemkazia macho yule malaika. Damigo alijigamba huko bado akiwa amemkazia macho yule malaika ambaye
Alikuwa ameishiwa pozi, akawa anajichekesha tu. Kujiamini kwako ndiko kumenifanya mimi nitamani kukuvulia nguo zangu tena, sihitaji hata 100 yako, ila tatizo sikuamini. Au unahisi mwanaume kama mimi ni mjinga kiasi cha kuja kumuumiza mwanamke wa aina yako au kumzuru? Jiji kubwa hili lina mambo mengi ambayo yanaendelea, hivyo sio rahisi kama unavyodhania wewe. Kwa namna jinsi nilivyo na kuona unaonekanika sio mtu ambaye unapenda kufahamika, kwa maana kwa maana hiyo nina imani hutaki tufanye mapenzi hii sehemu, na ndipo kutokuamini kuna kuingia hapo. Umeelezea sahihi. Ni sehemu gani ambayo itakufanya uweze kujiamini zaidi? Nyumbani kwangu. Unaishi mwenyewe? Punguza maswali mengi kabla sijagaili. Walicheka kwa pamoja. Kujiamini kwa Damego kulikuwa kumempatia mchumba ndani ya muda mfupi tu, tena unaambiwa bila kutoa hata shilingi. Alivaa barakoa yake na kumwacha Irina atangulie mbele, huku nyuma zake kwa wingi wa nyama yake na kunogesha ule mwendo ambao unaendelea kuwashangaza wengi, wakiwa hawaelewi ile bwana aliwezaje kumfanya mwanamke kama yule ambaye hakutaka hata kuongea nao akubali kuondoka na bwana yule. Ila walielewa maisha hayakuwa fair kwa kila mtu, hivyo ilitakiwa kila mmoja ale kulingana na uwezo wake wa kurusha kamba. Umeona bana? Sawa. Dakika 40 baadaye wawili wale walikuwa wamefika ndani ya apartment ambayo alikuwa anaishi Irene. Ilikuwa ni eneo zuri na bora kwa maisha ya mtoto wa kike. Kwa mjini alikuwa anaishi maisha ya kifahari. Ile sehemu ilikuwa na kila kitu ambacho mtoto wa kike yoyote wa kisasa alikuwa anastahili kuwa nacho. Damego hayakuwa maisha mageni kwake. Alikuwa na maisha ya hali ya juu mno. Hivyo alikuwa akiangalia kila sehemu, ila kazi yake ilikuwa ni kuweza kuangaza kama kuna kitu angekiona ndani ya ile sehemu ambacho kingemsaidia yeye kuweza kwenye kazi iliyompeleka pale. Karibu nyumbani mpenzi. Alikuwa amevua barakoa na kutoa shati lake. Ule mwili ambao uligawanyika na kutengenezwa vyema ndio ambao ulikuwa umemvuta Irene kuwa karibu yake na kumtamkia sikioni kwa sauti tulivu ambayo ilikuwa na mvuto mkali ndani yake. Nimeshakaribia na sina ujanja kama kuna sehemu nyingine naweza kukimbilia kwa sasa. Irene alitabasamu akiwa anamshika Damego sehemu za siri, huko akiwa anajilamba kwa hamu. Nipe dakika 5 tunaenda kuoga mara moja mpenzi. Damego alitabasamu na kumbusu shavuni. Irene alianza kujisahau na kujikuta akiwa anaanza kuzama kwenye mahaba mazito na mgeni ule ambaye ndio kwanza walikuwa wamekutana. Aliondoka akiwa uchi, huko akiwa anatingisha makari yake. Alikuwa ni mmoja kati ya wanawake wenye mvuto mkali kupita kiasi. Alianza kukagua kila sehemu kwa umakini mkubwa sana, kwa aliamini mle ndani asingekosa kitu cha kuweza kumunganisha na huyo kijana ambaye alikuwa anatambulika kwa jina la Jordi. Alitoka sebuleni kuelekea chumbani. Akiwa anatembea aliona kuna picha mahali. Ile picha hakuwa anaikumbuka aliwahi kuiona wapi, ila haikuwa mara ya kwanza kuiona. Ilikuwa ni picha ndogo ya mwanamke mmoja mrembo mno. Alipiga picha kwa simu yake akiwa anaitazama kwa muda kidogo. Akatuliza akili na kuanza kutafuta kwenye drone ndogo ya kitanda mpaka alipokuwa amekutana na bahasha ambayo ndani yake ilikuwa na picha kadhaa. Zilikuwa ni picha za mwanaume mmoja ambaye alikuwa amesimama nyuma ya jengo moja zuri la kifahari. Ile jengo lilichukuliwa lote, hivyo alitambua ilikuwa ni sehemu ipi ndani ya jiji la Dar es Salaam. Alisikia mchakacho, akarudisha vitu kama vilivyokuwa, kisha akavua suruali, akabaki na boxer tu pekee. Wow, ni sauti ya Irene ambayo ilikuwa imesikika baada ya kumwona Damego akiwa kwenye hali kama ile. Umependa unachokiona? Ndio, natamani vitu kama hivi ningelikuwa naviona tangu mwanzo. Lakini onekanika kama una mwanaume kwenye maisha yako wewe. Irene alitulia kidogo akiwa kama mtu ambaye anawaza jambo. Ni kweli nilikuwa na mwanaume, lakini mpaka sasa hivi nadhani tumeachana. Kwa nini? Kwa sababu ni mtu ambaye haeleweki. Yaani waga anakuja na kupotea muda ambao anataka yeye. Sio mtu ambaye unaweza kumtegemea kwa lote tena, ndo maana. Na ndio maana niliamua tu yaue tu mapenzi yenyewe. Ila bado ananingangania hivyo, nasubiri siku ambayo atarudi hapa niweze kummalizia vitu vyake tusijuane tena kwenye maisha. Kuna wanaume ni wajinga sana. Anacheza na mwanamke mrembo kama wewe ambaye ni ndoto ya kila mwanaume. Na ndio maana unatakiwa kumfundisha kwamba alifanya kosa kubwa sana kujivuta wakati ambao alikuwa na nafasi. Damego alitabasamu na kumpa tumaini jipya Irene. Nina swali jingine moja mpenzi. Maana kwenye maisha yangu sijawahi kabisa kulala na mwanamke hivyo. Nataka kuwa na uhakika kama kwa 100%. Unaweza ukaniuliza tu mpenzi wangu. Nimeona picha ya mwanamke mmoja hapo hivi. Ni ndugu yako? Hapana, ni moja kati ya picha za Jordi. Umesema Jordi? Ndio jina lake ndio. Sasa
anakujaje na picha ya mwanamke mwingine ndani kwako? Ni ndugu yake ambaye walipotezana mpaka sasa hivi waga anamtafuta. Ni picha ambayo waga anaitunza na kuificha mno. Hata mimi nilikuta wakati nikiwa napekua baadhi ya vitu nikawa nimesahau kuirudisha, maana hata mwenyewe akikuta sehemu hii unaweza ukazuka ugomvi mkubwa sana. Kama ni ndugu yake, kwa nini sasa anakuwa anaificha namna hiyo? Waga anadai hapendi ionekane kirahisi kwa kuwa inamkumbusha mambo mengi sana ambayo ameyapitia. Unaweza kanipa na hadithi ya maisha kwa ufupi? Naweza kukuambia kila kitu kuhusu mimi, hata kama ukitaka na jarudi pia. Ila sharti nahitaji unipatie penzi ambalo hapa duniani hakuna mwanaume hata mmoja amewahi kunipa. Niko tayari kukuambia hata yale ambayo huenda hutaamini ukiyasikia. Ile ndio pointi ya msingi ambayo alikuwa anailenga yeye Damigo. Uwezo wake tena kwa mdhamana wake mkubwa kuweza kulifanikisha jambo lile. Alimvutia ule mdembwende ule upande wake. Alimtomasa kila sehemu ya mwili wake kuhakiki kama ilikuwa sawa. Alimtupia kitandani kisha akawa ameanza kutalii kwenye kila kiungo cha mwili wake. Na dakika 10 Irene alikuwa ametoa kila aina ya milio ambao alikuwa nao ndani ya sauti yake. Nusu saa ilimtosha kumfanya mlembo yule kuomba maji huko kila sehemu ya mwili wake, hususan miguu ikiwa inatetemeka. Alikunywa maji akiwa na hema kwa nguvu kama hakuwa amekimbia kwa miaka mingi 100. Kisha akajaribu siku moja kukimbia kwa kasi kubwa. Wewe mwanaume umeoa? Usiniambie unahitaji mimi niwe mtu wako na ndio maana unaanza kuniuliza maswali ya ajabu kama haya. Maana yangu ni kwamba hata kama umeoa mimi nipo tayari kwa mke wa 4. Tumalizie kwanza mazungumzo yetu kisha tutakubaliana na hili lingine ambalo wewe unalitaka. Nadhani lipo ndani ya uwezo wangu kwa sababu mimi sijaoa. Ile kauli ilimpatia zaidi matumaini. Alimbusu Damigo kisha kakaa mbele yake akiwa anamtazama. Nini nataka kujua kuhusu mimi? Nataka kujua kila kitu kuhusu Jordi. Nitakwambia baadhi ya haya mambo kwa kuwa nahitaji kuachana naye jumla kwenye maisha, na wewe ndiye mwanaume ambaye naweza kukuamini kwa sasa kama utakuwa tayari. Damigo alitikia kwa kutikisa kichwa. Kuhusu Jordi nimekuwa naye sio kwa kupenda bali kwa aina ya maisha ambayo anaishi yeye. Ilikuwa ndo sababu kubwa ya kunifanya mimi kuwa hapa nilipo leo, yani kuwa namvulia nguo kwa sababu ilikuwa ndio njia pekee mimi kuwa hai. Una maana gani kusema hivyo? Jordi ni muuaji. What? Ni mtu ambaye anafanya kazi za hatari sana. Ukiacha uuaji, huyo bwana ni mdukuzi hatari mno na amefanya shughuli nyingi sana za hatari ambazo zimehatarisha usalama wa watu wengi. Damigo alikuwa amesha kushtuka na kushangazwa na jambo lile ili asije kumtia hofu Irene. Yaani unamaanisha huyo kijana ambaye ulisema kwamba ulikuwa naye kwenye mahusiano ndiye ambaye anayafanya yote hayo? Ndio. Kwa nini? Kwa sababu ya watu ambao wako nyuma yake. Sijakuelewa. Umeona ile picha ya yule mwanamke ambaye nilikudanganya ndugu yake? Ndio. Yule ni bosi wake. Una maana gani kusema ni bosi wake? Kuna mambo ambayo huaga anayafanya. Ganahisi kama mimi sijui, ila nayajua vizuri sana kwa nilikuwa nikimfuatilia kwa muda mrefu sana. Yule mwanamke ni bosi wake ambaye anamuogopa japo inadaiwa yeye kama yeye hajawahi kabisa kukutana naye. Inakuwaje bosi wake asikutane naye? Sijajua nini ambacho kinaendelea kati yao, ila wanaishi maisha ya kutisha sana. Kuna siku ambayo niliwahi kumsikia akiwa anaongelea bafuni kuhusu kampuni moja kubwa ambayo miaka 4 iliyopita ilikutwa na kashfa ya utakatishaji fedha na usambazaji wa dawa za kulevya. Hasa inadaiwa kwamba kuna mwanaume mmoja ambaye aliiteketeza na kuiua kabisa taasisi hiyo. Huyo mwanaume anadaiwa walimuua, ila kwa taarifa zao wanadai kwamba yupo hai mpaka leo. Unaongelea kuhusu nini? Mpenzi, nataka tu ni kufurahishe kwa kukujibu yale ambayo unaniuliza. Maisha ya huyu mwanaume sio ya kawaida na ndio maana kwa sasa hivi hata sihitaji kuwa karibu naye tena. Kwa maana hiyo wanapambania kitu gani kwa sasa hivi? Nilisikia kidai kwamba bwana huyo yupo hai, hivyo wanatakiwa kumtafuta kwani bosi wao anamhitaji huyo mtu na kampuni yao bado inaendelea kufanya kazi vizuri. Unamaanisha hiyo ambayo umeiita The Global? Ndio. Mbona sijawahi kusikia jina la taasisi kama hiyo? Yaani kwamba uko Tanzania au? Bana, ni jambo ambalo limeandikwa mpaka kwenye vitabu vya kumbukumbu. Nilikuwa nje kwa muda mrefu, huenda ndo sababu sielewi ya mambo. Ni mambo ya kutisha mpenzi wangu. Kwa hiyo nini kilitokea? Hawakutoa taarifa za ndani. Serikali ilisema tu mambo yameisha na wahusika wote walikuwa wamekufa. Kama walikufa, hao wengine walitokea wapi? Ndipo hapo sasa inapodaiwa sasa kwamba huyo mwanamke alifanikiwa kuishi. Huyo mwanamke mwenyewe ndo huyo ambaye yupo kwenye picha? Ndio. Na huyo Jordi?
Akiwa uchi alinyanyuka kutoka kitandani. Irene akawa amekwenda katika drawer, akatoa picha ile ile ya Jordi na kumuonesha. Ndio huyo hapa. Anakuamanije mpaka kuacha vitu vyake kwako? Kwa sababu anajua sielewi mambo kiundani. Ananiona kama vile ni mjinga kwake na alikuwa akinitishia kuniua kama ningefanya jambo lote la ovyo. Asa mimi nitakuwaje salama kutoka kwa mtu wa namna hii kama akijua anafanya mapenzi na wewe? Uweze kuwa na mwanamke ambaye hakupendi kwenye maisha yako hata kama utafanya nini. Mwanamke unaweza kuwa naye kama tu yeye mwenyewe akiamua iwe hivyo. Kwa hiyo kuhusu Jordi, mimi nishamalizana naye, na ndio maana hata hapa kwangu nimebadilisha mpaka funguo, ikiwa na maana ya kwamba hawezi kuja na kuingia bila uwepo wangu, na wakati ambao atakuja itakuwa ni mimi kumpatia vitu vyake na kumtaka apotee kwenye maisha yangu. Unahisi itakuwa ni rahisi namna hiyo? Niachie mimi hilo jambo mpenzi. Mimi nitakulinda wewe kwa maisha yangu yote na uwezo wangu wote ambao nipo nao ndani yangu, kuhakikisha kwamba kila kitu kinakuwa salama kwa upande wako. Damigo alitabasama akampatia tumaini mlembo yule, kisha wawili wale wakasogezana karibu zaidi na kuanza kuzitia dozi sehemu zao za asili kwa furaha ya kulikaribisha penzi lile ambalo lilikuwa kwa ajili ya kazi, ila Irene alianza kulichukulia kama sehemu ya kumpatia furaha ya maisha yake, jambo ambalo kwa mwenzake lilikuwa tofauti kidogo. Saa 10 usiku ndio muda ambao Damigo aliamka. Alivaa nguo zake na kuchukua kalamu ya wino na karatasi, kisha kaacha ujumbe mfupi na kutoka ndani ya apartment. Saa 11 kasoro ni muda ambao Irene alikuwa ameshtuka, akiwa anaweseka na kujishika kila sehemu ya mwili wake. Bado alikuwa analiwazia lile penzi ambalo alikuwa amepewa, kaisi muhusika yupo, ila usingizi ulitoweka baada ya kugusa pembeni na kugundua palikuwa patupu. Hakutamani hadithi ile tamu iweze kukatika kirahisi namna ile. Alinyanyuka kwa kasi na kwenda mpaka bafuni ambako hakukuwa na mtu. Alikagua kila sehemu, ila palikuwa kimya na ule mlango haukuwa umefungwa kwa ndani, ikiwa na maana ya kwamba muhusika alikuwa ametoka. Alikuwa anasonya chini kwa chini akiwa anarudi chumbani kwake, na ndipo alikutana na karatasi ndogo ambayo ilikuwa imeandikwa: nimefurahia penzi lako, ila kwa sasa sijaona kama ni sawa kukaa hapa kutokana na mazingira uliopo mpenzi. Jitahidi ukae mbali na hawa watu na mimi nitakurudia ndani ya siku kadhaa. See you soon beautiful. Ule ujumbe ambao uliandikwa pale ulimpatia faraja. Hakuhisi kusalitiwa, bali alikuwa amepata moyo ya kwamba bwana yule bado alikuwa kwake yeye. Alitabasamu na kuvuta mto mmoja akaukumbatia, akiwa anajirushia kitandani kwa furaha. Ushindi aliuona mbele yake juu ya ile penzi. Twende Tabata Bima msikilizaji. Saa 11 kasoro alfajiri, wakati baadhi ya watu wakiwa wanaanza siku mpya na mihangaiko ya kila siku, ni muda ambao Damigo alikuwa amesimama umbali kadhaa kutoka kwenye ile nyumba ambayo alionekanika Jordi akiwa nayo kwenye picha. Ilionekanika kuwa ni sehemu yake ya kujidai kama sio kujificha kwa ajili ya kufanyia mambo yake. Kichwani mwake Damigo alikuwa na mambo mengi ambayo yalikuwa yanaendelea. Alikuwa akimfikiria kwa ukubwa yule mwanamke ambaye alimuona kule kwa Irene. Yule mwanamke alikuwa kimjia kichwani kwake vilivyo kila wakati. Kichwa chake ni kama kilikuwa kinarejesha baadhi ya matukio ambayo yalikuwa yanafanya anamuona yule mwanamke, ila yalikuwa yanapotea kwenye mazingira ya ajabu ambayo yalizidi kumpatia hofu na mashaka ndani yake. Ile kwake haikuwa hali ya kawaida na hakutaka kupuuzia kabisa, na ndio maana alikuwa anahangaika kuweza kujua ukweli. Jordi alikuwa ni sehemu ya yeye kuweza kuupata ule ukweli ambao alikuwa kiuhitaji kwenye maisha yake, ukweli ambao hata mke wake alimficha kwa miaka yote 4 ambayo waliishi pamoja na kupata mtoto wa kiume. Kwamba yeye alikuwa ni nani kwenye maisha yake ni swali ambalo majibu yake hakuwa nayo. Kila ambalo aliambiwa na Irene aliona kama lilikuwa linamhusu kwenye maisha yake, na hakuwa tayari kuona jambo ambalo alikubali mpaka kufanya mapenzi na mwanamke huyo linaishia njiani. Alikuwa anapaswa kupata majibu ya kila kitu ambacho kilikuwa kinazunguka kwenye kichwa chake, na alikuwa anatakiwa kufanya haraka kwani kwa maelezo ya Irene ni kwamba siku za mbeleni huenda kuna hatari kubwa ilikuwa inaenda kutokea. Alihema Damigo akiwa anatizama ile nyumba ya Jordi kwa umakini mkubwa, huku akijua ndio sehemu iliyokuwa inaenda kumfungulia ukweli. Alizitupa hatua zake kuelekea kwenye ile nyumba taratibu, bila hofu yoyote. Jordi alikuwa ndani ya msitu mmoja ambao ulikuwa umeshonana kwa miti mingi iliyokuwa na matawi ambayo yalikuwa yamefunika karibia kila sehemu, hali ambayo ilimfanya kuhangaika kupita ndani ya msitu ule kutokana na ugeni wake. Alikuwa kihema huko akiwa anajaribu kupenya kadri ya uwezo wake wote kuwahi mbele, huko akiwa anatizama nyuma kwa mashaka makubwa. Ilionekana kuwepo watu ambao walikuwa wanakuja nyuma yake, na ndio maana
Alikuwa akijaribu kwa kila namna kuhakikisha anajiponya kwanza na kuwa sawa. Mwendo wake uliishia sehemu ambayo ilikuwa na miti mirefu. Hakuyaona tena yale matawi ambayo yalikuwa yakimletea ghasia ya kuweza kupenya na kufika mbali haraka. Alisimama na kutizama kila upande. Alikuwa ameanza kukimbia kuelekea mbele, na ndipo akaibuka watu 4 ambao walikuwa wamevalia mavazi ya kininja. Wale mabwana walikuwa wakimkimbilia kwa spidi ambayo ilikuwa ikimtishia hata yeye mwenyewe. Alianza kuchoka, hasa baada ya kuona kila alikuwa anajaribu kukimbia kwa nguvu ni kama alikuwa anarudi hatua 2 nyuma, kwa namna jinsi mabwana wale walivyokuwa na kasi kubwa kumzidi yeye. Alipishana na kisu kidogo ambacho kilibandua gome la mti, akayumbia pembeni. Alijibanza kwenye mti ule akiwa na hema kwa kuibana pumzi yake, maana kila alipojaribu kujiachia aliamini wangejua ni wapi alipokuwepo. Aliona ukimya ndani ya dakika moja, akaamua kujitoa pale ili aweze kukimbia, zoezi ambalo halikudumu, kwani alipokelewa na kitu kizito ambacho kilimrudisha kwenye mti. Alipoyainua macho yake alikutana na jambo la kutisha sana. Ninja mmoja alikuwa anazinyofua sehemu zake za siri. Alikurupuka kutoka kwenye usingizi akiwa na hema kweli kweli. Alijikagua sehemu zake za siri na kutambua kwamba zilikuwepo. Alihema kwa nguvu tena kufurahia jambo lile. Alitambua mwanaume bila kuwa na kile kiungo hakukuwa na namna nyingine ya kuendelea kuishi kwenye maisha yake, kwani hata maisha yasingelikuwa na umuhimu tena. Moyo wake ulikuwa unaenda mbio. Mbali na kufurahia kuuona uume wake ukiwa salama, bado ile haikuwa ishara nzuri. Kasi ya mapigo ya moyo wake ilimfanya kujikumbuka yeye alikuwa ni nani. Zile kumbukumbu ndizo zilisafirisha taarifa kwenye ubongo wake na kutoa tafsiri ya kwamba kwa aina ya kazi yake ile ndoto haikuwa kwa bahati mbaya, bali kulikuwa kuna mambo mengine nyuma yake. Kwa mazingira ambayo alikuwepo, alitambua ile ilikuwa ni ishara ya tukio baya kuweza kumtokea. Maana yake alivamiwa. Aliruka kutoka kitandani na kuvaa track moja nyepesi, raba na vesti ambayo ilikuwa inaonyesha mwili wake vizuri. Alivuta bastola na kutoka sebuleni akiwa makini na hesabu kadi. Nje hakukuwa na kelele nyingi, ila kwa mbali alikuwa akisikia milio ya gari moja. Alijibana nyuma ya mlango akasikilizia kama kulikuwa kuna mtu kwa nje, ila hakusikia jambo lolote lile. Akalazimika kufungua mlango taratibu. Alitoka ghafla akiwa akanyosha bastola kila upande kwa mbele yake, ila hakuona mtu, huku mwili wake ukiendelea kusisimuka kwa nguvu zaidi, na ndipo akaamua kugeuka kwa nyuma. Alikutana na uzito ambao ulishiba kwenye mkono wake mpaka ile bastola ikawa imerukia hewani. Kabla haijatoka kwenye mguu wake ikapigwa teke, ikadondokea mbali mahali ambako hakukuwa na uwezekano wa kuifuata kwa wakati ule. Alijivuta kwa nyuma kidogo baada ya kuona mguu unaelekea shingoni. Aliukwepa na kuituma ngumi yake ya kulia iliyokutana na tumbo ambalo lilikuwa limekomaa. Alijigeuza kwa sarakasi, bola akarudishwa chini kwa ngumi ambayo ilikuwa imeshiba. Alijizusha katua kwa mguu wake mmoja akiwa amesimama, huko akiwa amepanga ngumi zake. Damigo alikuwa kushangazwa na kile ambacho alikuwa anakiona mbele yake. Nasikia unanitafuta kwa gharama kubwa sana, hivyo nimekuja ili mimi na wewe tuweze kuongea, kujua ni sababu ipi ambayo inakufanya wewe na wenzako kuua hadi watu wengine wengi tu kwa ajili ya kunipata mimi. Unataka kuniambia haujui sababu ya kutafutwa? Nisingekuwa na kuuliza jambo kama ile kama ningelikuwa na majibu yake. Acha kuigiza maisha Damigo. Unajifanya kama hujui jambo lolote le juu ya yale ambayo yalitokea. Nadhani wewe ndiye ambaye utakuwa ni mtu wa kwanza kuweza kuniambia nini kilito. Kabla Damigo hajamaliza kumaelezo yake, Jordi alianza kukimbia mbio kuelekea kwenye fensi ya geti. Zile mbio zake hazikudumu baada ya kupishana na kisu ambacho kilimpita na kwenda kuchoma kwenye fensi ile. Ilikuwa ni ishara ya kwamba bwana yule alikuwa na uwezo wa kumuua na kile kisu, ila hakutaka kufanya hivyo. Kama angeendelea kukimbia, manake ni kwamba jambo ambalo lingefuata lilikuwa ni yeye kuweza kuuawa. Aligeuka na kuinama chini Jordi, hasa baada ya kugundua kwamba kitu kizito kilikuwa kinakuja kutoka nyuma yake. Alipishana ngoma, alisikiliza kwa upepo ambao ulikuwa umepuliza sehemu ile. Alijipeleka na ngumi zake zote mbili. Zile ngumi zilipanguliwa kwenye mikono shupavu. Aligeuka na mguu ambao ulikita kwenye shingo ya Damigo. Aliudaka ule mguu na kushindilia kwa ngumi safi, kisha akamwachia Jordi ambaye aliyumba. Damigo alizunguka kwa sarakasi ya hewani, miguu yake ikashindilia kwenye kifua cha Jordi ambaye alibaki akiwa na hema kwa nguvu, huko akiwa anatapika damu baada ya kutua mpaka chini. Alijitahidi kunyanyuka, ila alirudi tena sakafuni kutokana na uzito wa ile miguu ambayo ilimpata. Alisubiria Damigo akaribia karibu, alijizoa na kutaka kumrukia. Maamuzi ambayo aliyakurupukia, kifua chake kilinyenyuka kwa aina ya ngumi ambayo alipigwa. Alipotua sakafuni, mguu mzito ulitua kwenye paja lake ambalo lilitenguliwa vibaya sana.
Alianza kutoa chozi kama mtoto mdogo. Hakuwa na uwezo wa kupiga makelele kuomba msaada, kwani alitambua yeye alikuwa ni mhalifu ambaye alikuwa anaishi kwenye mtaa wa staarabu. Hivyo ile ingeleta tatizo kubwa zaidi kwake na kwa mabosi zake. Damigo alimdaka mguu wake na kuanza kumburuza kuelekea ndani bila hata kujali ni nini alikuwa anapitia. Alimwaga kwenye sofa akiwa anavuja damu nyingi sana, naye akameketi juu ya meza. Nadhani ni muda sahihi wa sisi kuweza kufahamiana vizuri. Wewe tayari inaonekanika mimi unanifahamu vizuri, ila mimi bado sikufahamu. Nahitaji kujua kila kitu. Yaani mpaka unakuja kwangu bila shaka utakuwa unanifahamu. Je, nakufahamu ndio ila sikujui. Mke wangu nilisikia alikuwa anafuatilia kesi ya kuuawa kwa baadhi ya watu huko Mbeya na chuo kiliingia kwenye matatizo kwa sababu yako wewe. Haujapita muda mrefu naanza kusikia habari za wewe kunitafuta mimi kwa nguvu kujua kama nipo hai au nimekufa. Kwa hiyo unaweza kuniambia ni kitu gani kinaendelea? Jordi alikuwa anamshangaa bwana yule. Kwake ilionekana kama alikuwa anaigiza maisha kwa mambo ambayo tayari alikuwa anayajua, hivyo hakuona kama Damigo alikuwa anamaanisha alichokuwa anakiongea. Wewe ni moja kati ya watu hatari kwenye historia ya taifa hili. Ulifanya mambo mengi ya kutisha na leo unataka kuniambia mimi hujui wewe ni nani? Ni mengi ambayo yametokea kwenye maisha yangu na sipo hapa kwa ajili ya kujielezea kwako. Maumivu ambayo umeyapata nadhani yanatosha kabisa. Sidhani kama utahitaji kukutana na aina nyingine ya maumivu tena Jordi. Umepoteza kumbukumbu sio? Hilo sio jukumu lako. Ni tatizo langu mimi. Sasa nimeelewa kwa nini unakuwa hivi. Mara ya kwanza wote tulijua kwamba wewe ni mtu ambaye ulishakufa muda mrefu, ila baada ya kufuatilia na kujua upo hai nilishangazwa na wewe kuishi maisha ya kawaida tu kama hakuna jambo ambalo umewahi kulifanya ama kukutokea kwenye maisha yako, kumbe hauna kumbukumbu. Tupo hapa leo hii ili uweze kunikumbusha baadhi ya mambo. Kama ungetaka kujua hayo ulipaswa kumuuliza mkeo ama makamu wa rais au rais mwenyewe, kwa sababu wanaujua ukweli wa nini kilitokea kwa wakati ule na sio kuja kwa. Alipigwa risasi ya kwenye bega baada ya kuonekanika kama mtu ambaye alikuwa anajieleza kupita kiasi badala ya kujibu vitu ambavyo alikuwa anaulizwa. Hapa nipo mimi na wewe. Umemwona mke wangu mahali hapa? Au kweli ni kwamba haya mambo yameanza kwa muda mrefu ambao umepita Damigo? Kuna watu ambao waliwahi kuketi chini wakawaza namna sahihi ya kuweza kutengeneza pesa za kutosha ndani ya taifa hili, na ndipo wakaanzisha kampuni ambayo inaitwa The Globe. Kampuni hii ilikuwa inajishughulisha na biashara halali ambayo inatumika kama silaha kubwa ya kuweza kuficha yale ambayo yalikuwa yanaendelea, ila nyuma ya pazia kampuni ilikuwa inajihusisha na mambo mazito na ya kutisha sana. Uuzaji, usambazaji wa dawa za kulevya na utakatishaji fedha ndio ilikuwa ni kazi kubwa ya taasisi ambayo baada ya kuonekanika inaanza kushika matawi kwenye soko jeusi iliweza kuwavutia wanasiasa. Kwenye upande wa wanasiasa alifanikiwa kuingia bwana mmoja alikuwa anaitwa Treno Jiba. Huyu alikuwa ni makamu wa rais wa sasa hivi ambaye yupo madarakani. Bwana huyu baada ya kuingia huko aliua wamiliki wa mwanzo, hivyo kampuni akajimilikisha yeye ikawa ni kwake kabisa. Baada ya kuhakikisha ipo chini yake, alihakikisha anatengeneza watu wenye nguvu kubwa sana ambao alijua watasimamia kampuni na kuilinda. Watu hao walikuwa na nguvu kupitiliza kiasi kwamba walianza kuwa hatari kubwa sana kwa kila kona. Alikuwa na watu wa nje ya nchi, alikuwa na watu ndani ya usalama wa taifa, alikuwa na watu ndani ya jeshi kama mkuu wa majeshi mwenyewe, na kila kona. Hali hiyo ikamfanya yeye kuzidi kuwa ni mtu mwenye nguvu zaidi nchini. Na ili hakuna mtu ambaye analijua kwa kuwa mbele ya macho ya watu wengi alikuwa ni malaika. Hata rais alikuwa akimwamini kupita kiasi. Asa usambazaji holela wa dawa za kulevya ndio ambao ulivutia serikali kupitia kitengo cha DEA kuanza kulipeleleza jambo hili kwa ukaribu zaidi, ambapo walifanikiwa mpaka kutuma watu huko nchini Kenya kwa ajili ya kufuatilia jambo hili kwa ukaribu. Hii operation ndio ambayo ilikuwa imeibua jina la Treno Jiba, hali ambayo ilileta mshangao kila sehemu mpaka kwa rais mwenyewe ambaye hakuwahi kuziamini taarifa hizo. Kwa hiyo ikamlazimu kuachia kazi ya usalama wa taifa, na kwa wakati huo mkurugenzi wa usalama wa taifa alikuwa ni makamu wa rais wa sasa, na mke wako alikuwa ni afisa usalama wa taifa ambaye alikuwa anaongoza kikosi kilichokuwa kinapambania zoezi hilo. Sasa haya mambo ndio aliyokuibua wewe na mke wako na watu ambao walikuwa kwa nyuma yake. Jordi alimeza mate akiwa amekunja uso. Maumivu yalikuwa makali mno kwenye mwili wake, na Damigo alikuwa akimsikiliza kwa makini zaidi. Mke wako ndiye alikuwa mhasibu wa taasisi hiyo Damigo, na baba yake alikuwa ni sehemu ya uongozi wa hiyo taasisi. Sasa huyu mwanamke ndiye ambaye kwa sasa hivi anakutafuta wewe. Alikuwa ni mke wako wa kwanza, na kwa akili zako ulikuwa unajua mna familia, yani mtoto ambaye hakuwa wako, ila haya yote ulikuja kuyaelewa baadaye. Wewe ulikutana mwanamke huyo kama sehemu ya kuweza kukamilisha siri zao, maana kuolewa na tajiri kama wewe na mwanaume mwenye heshima yako ilikuwa inawafanya kuto kushtukiwa kwa rote ile na mamlaka za usalama. Hasa tatizo lilikuwa limeanzia kwako. Siku ambayo ulienda Kenya kisha ukasababisha mauaji ya watu ambao
walikuwa wanamtafuta mkeo, wale ndio ambao walifanya wewe uanze kumpeleleza mke wako ambaye haukuwa unaamini anaweza kujihusisha na mambo ya namna ile. Zile harakati zako ndizo ambazo zilikufikisha wewe hapa ambapo leo upo na mimi Damigo, kwa sababu mke wako ndiye ambaye alikuwa nyuma ya mchezo mzima. Ila aliwacha watu wengine, hususan Treno Jiba, waamini ya kwamba wao ndio ambao walikuwa na nguvu. Sasa baadaye ulikuja kujua ukweli wote wa maisha ya uongo ambayo mke wako alikuwa amekufanya uyaishi. Hata mtoto ambaye miaka yote ulijua ni wako, ulikuja kutambua hakuwa kwako, jambo ambalo lilikuuma pakubwa na kukufanya uzidi kutengeneza uadui mkubwa na Jamila ambaye alikuwa mkeo. Huyu mtu alikuwa ni wa makamu wa rais ambaye alikuwa anakusaliti kwa mkeo, bali alikuwa anakusaliti na kijana mwingine wa mtaani, hali ambayo ilionyesha wazi kabisa hakuwahi kukupenda wala kukuheshimu japo kwa kuigiza tu. Hiyo ni moja kati ya sehemu mbaya ya maisha yako ambayo kama mwanaume nilijisikia vibaya sana, kwa sababu niliwaza kama yangenikuta mimi sina hakika kama ningeweza kuhimili hali ya namna ile. Sasa baada ya kila kitu kuwa wazi, makamu wa rais alitambua hakukuwa na nafasi ya yeye kuweza kupona kwenye jambo lile, hali ambayo ilimfanya kuwa na maamuzi ya kuhitaji kumuua rais ili aweze kuipindua nchi kwa lazima. Nchi ilikuwa inaenda kupoteza, ila ni wewe ambaye uliwafanya hawa watu kushinda hii vita. Kwa maana hiyo huenda kama sio wewe, kwa sasa Tanzania ingelikuwa kwenye nafasi nyingine ya kutisha zaidi, kama sio kukaliwa na watu ambao wangeifanya kuwa moja kati ya mataifa mabaya zaidi kwa watu kwenda kuishi hapa duniani. Maana biashara dawa za kulevya ilikuwa inaenda kuidhinishwa na wenye nguvu. Ile safari ilikufanya wewe kuwatia hasara kubwa sana watu. Uliwataka waweze kufilisika jumla, huku ukifanikiwa kuondoka na pesa pamoja na vitu vyote vya thamani karibia bilioni 800, jambo ambalo kwa Jamila halikuwa shida kwake. Wakati huo wewe ulikuwa unamtafuta mwanamke huyo ili uweze kulipa kisasi kizito ambacho ulikuwa umekibeba moyoni, ila hakukuwa na sehemu yote ambayo alikuwa akipatikanika, jambo lilokuwa limekutia hasira zaidi, ukapanga kuwaua wote. Kwenye safari yako Jamila alikurahisishia kazi yako kwa kumuua babake mzazi na makamu wa rais ili aweze kuikomboa nafsi yake. Vita ilisababisha vifo vya watu wengi, wakiwemo vijana wa DAA wote na bosi wao. Huko Kenya ni binti mmoja tu alifanikiwa kupona, naye anadaiwa alikuwa kichana teja mpaka leo hii, ila wewe ndiye ambaye umetushangaza kuwa hai mpaka leo. Yulida Katulia alikuwa anamwangalia Damigo usoni, ambaye alikuwa makini kumsikiliza. Yote ambayo alikuwa anaambiwa kwake alikuwa ni mapya, ila aliamini ilikuwa ni sehemu sahihi ya kuweza kuzifungulia kumbukumbu zake kwenye maisha yake, kumfanya kuishi sehemu kama ile. Yalishia wapi? Sasa mwisho ni kweli wewe ulikutana na Jamila, jambo ambalo lilikushangaza zaidi ni baada ya kuona yule mwanamke dhaifu ambaye ulimzoea kuwa ni binadamu hatari sana. Alikuwa ni mwanamke wa kutisha mbele ya macho yako, kwa sababu yeye ndiye sababu ya wewe kuwa kwenye hali kama hii ya kutokuwa na kumbukumbu nzuri. Yule mwanamke alikuwa na uwezo mkubwa sana kwenye mapigano ya hatari. Ile siku alifanikiwa kukudunga visu kadhaa mwilini na kukutia risasi 4, hali ambayo kwa binadamu wa kawaida ilitakiwa ufe Damigo. Ulifanikiwa kumuua pia Jamila, ila ukiwa kwenye dakika zako za mwisho pale chini ulimwona Jamila akiwa anakuja tena mzima wa afya kabisa. Ulichanganyikiwa na kuhamaki kwa wakati mmoja kushuhudia jambo kama lile. Hata ulipojipindua na kumtazama yule ambaye ulikuwa umemuua, uliona sura ya Jamila, ila ni wakati ule ulitambua Jamila alikuchezea mchezo. Mwanamke yule alishuhudia ukiwa unapoteza maisha sehemu ile, kisha kama ameondoka baada ya kuona mamlaka zimefika pale. Hivyo kwa akili za wengi ilikuwa ni lazima wajue Jamila alifia pale, kwani kulikuwa kuna mwili wake, na kwa mahesabu ya kawaida tu ilijulikanika wewe ni mfu tayari, maana hakukuwa na ungeweza kuishi sehemu ile. Na ndio maana limekuwa ni jambo la kutisha kukuona wewe upo hai tena mwenye afya njema namna hii. Jambo hili limenifanya nianze kuyawazia maisha namna tofauti kabisa na ile ambayo mimi nimeyazoea, lakini pia imenifanya kuanza kuwatafakari wanadamu kwa namna tofauti na mwanzo, kwa sababu kwa mara ya kwanza mimi niliogopa kugundua kwamba bado upo hai. Nini kitokea baada ya pale mpaka leo? Sasa maisha baada ya pale kuhusu ya mimi binafsi juu lote lile, maana hata baada ya kutafutwa na hao watu na kuhitaji nifanye nao kazi, simulizi yao juu yako ilikuwa imeishia kwenye kifo chako, kwa maana hiyo hata wao walikuwa wanatambua kwamba ulikufa siku ile. Hayo maisha upande wa pili unapaswa kumuuliza mkeo, makamu wa rais mwenyewe, ama ukifanikiwa kumpata daktari ambaye alikutibia kwa wakati huo, inaweza kuwa nafasi kubwa sana kwa wewe kujua hiyo miaka iliishaje. Hiyo miaka ilishaje na ilikuwaje mpaka ukaishia kwenye mikono ya kuwa na mkurugenzi wa
usalama wa taifa kama mke wako wa ndoa? Na mlijuaje kama mimi bado nipo hai? Mara kwanza tulikuwa tunajua, lakini bosi alikuwa na zoezi moja kubwa. Alikuwa ameondoka kipindi kile sio kwa sababu aliamua kumaliza mambo yale na kuyafanya yaishie tu pale Rahash. Maana aliona kama alikuwa ni mzembe mkubwa kampuni kubwa kama ile kudondoshwa kirahisi namna ile. Kwa kiule uzembe haukuwa tayari kabisa kuweza kushuhudia mbele yake. Hivyo alidhamiria kwenda kujipanga na kuja kurudi kwa kushtukiza muda ambao Tanzania itakuwa imejisahau. Alihitaji kuhakikisha nchi inakuwa chini ya mikono yake yeye, na muda wenyewe wa kurudi ndio huu sasa. Hasa kwenye yale mambo yote ambayo yalitokea, alikuwa akifuatilia kwa umakini mkubwa sana yote ambayo alikuwa akiendelea Tanzania. Kuna jambo ambalo kwa taarifa za watu wake wa karibu ni kama lilikuwa linamnyima raha kwa ukubwa. Kwa yale yote ambayo uliyafanya, ulikuwa unapaswa kuwa shujaa wa Tanzania. Jina lako lilikuwa linatakiwa kuwa na nembo ya upambanaji na ushujaa kwa taifa hili, lakini cha ajabu halikuwahi kusikika hata siku moja. Kwa miaka ambayo imepita alikuwa anahisi labda kinaendelea hata kitabu ambacho kingeenda kuelezea mambo yote haya, ila haikuwahi kwa hivyo. Kulikuwa na ukimya mkubwa juu ya jambo hilo, hali ambayo ilimtia mashaka, ila hakuwahi kuwaza sana. Akaamini kwamba kwa sababu taifa halikuwa linataka kuwajanya raia wake, na ukizingatia yeye mwenyewe alikushuhudia kwenye nyakati zako za mwisho, ila kana natamani kujua angalau ni wapi ulizikwa ili aje kulitembelea kaburi lako, moja kati ya watu ambao wana historia ya kutisha kwenye maisha haya. Sasa hapa ndipo iliandaliwa kazi ambayo umeisikia imetokea kwenye chuo cha Mbeya huko. Mimi ndiye ambaye nilikuwa nimetumwa pale kujichanganya kama mwanafunzi kuweza kuishi na watu wale kama sehemu yao. Lengo kubwa pale lilikuwa ni mimi kuweza kudukua mfumo wao wa chuo bila kugundulika. Ila nilikuwa makini kwa kuwa ilisemekanika kwamba ule mfumo ulikuwa chini ya usalama wa taifa, hivyo kwa ulinzi wake lazima tu ungelikuwa imara. Kwa kila kosa ambalo ningelifanya lingekuwa linaongeza hatari kubwa sana mbele yangu. Asole mfumo ulidaiwa ya kwamba usalama wa taifa walikuwa wanaficha taarifa za siri ambazo viongozi wangu walikuwa wanazihitaji kwa uli na uvumba kwa sababu mbili. Moja, tungefanikiwa kupata mfumo huo wa siri, maana yake ni kwamba tungezipata taarifa zote za mkurugenzi wa usalama wa taifa ambazo sio rahisi kuzifikia kwa namna anavyolindwa. Jambo la pili lilikuwa ni kupata taarifa zako wewe. Tuliamini kama tungepata taarifa za mkurugenzi, maana yake lazima tungejua ni wapi ulizikwa au ni nini kilifanyika baada ya wewe kuachwa kwenye ile hali. Ni kweli nilifanikisha hilo na kuua watu kadhaa, ila baadaye tukagundua ulikuwa ni uongo ambao ulitengenezwa huenda kwa ajili ya kutupoteza sisi kwenye ile kazi ambayo tulikuwa tunaifanya. Na ndipo ikatokea taarifa ya kwamba Dar es Salaam kuna tukio lilifanyika la muuaji alikuwa amechukuliwa, ila baada ya muda akatolewa tena na mkurugenzi mwenyewe. Kiukweli ile jambo lilileta ukakasi mkubwa sana, hivyo ikaamuliwa nifuatilie kwa ukaribu. Hiyo ikawa ni sababu kubwa ya mimi kuweza kumvamia ACP kama zima kwa ajili ya kuweza kujua ukweli kwamba nini kilitokea kwa wakati ule na ni nani ambaye alikuwa yuko nyuma jambo hilo. Jambo la kushangaza ni kweli ulikuwa ni wewe, maana nilipomuonesha picha yako alikiri kwamba ni wewe ambaye ulikuwa kituoni kwake. Nilimtaka anipe uhakika zaidi, akanihakikishia kwamba alikuwa anakukumbuka vizuri. Lile jambo binafsi limenitisha pakubwa sana na kuniogopesha tena aliponiambia kwamba wewe ni mume wa ndoa kabisa mkurugenzi wa usalama wa taifa. Ilikuwa ni kama ndoto ambayo kwangu haikuwa inaeleweka vyema, ila ikalazimu taarifa hizo kuzifikisha sehemu husika haraka, jambo ambalo kila mtu amebaki analishangaa. Kwa watu ambao wanaijua historia yako wanatambua wewe ni mtu wa siri kupita kiasi. Huaga hutaki kuonekanika hadharani, hivyo limekuwa ni jambo la ajabu wewe kuonekanika kwenye soko la hadhara kama lile, tena ukifanya tokeo kama lile. Ila muda huu ndipo nimekuelewa, kwa sababu hauna kumbukumbu, maana yake unajiona kama binadamu wa kawaida tu, na mkeo hakuwahi kabisa kukuambia ukweli, na taarifa ambazo amewahi kukupatia zote ni za uongo na migo. Ulikuwa ni mzigo wa maelezo ambayo yalikuwa yameshiba haswa. Maelezo ambayo alimfanya yeye kubaki ametulia kwa muda, kwanza akiwa anayawaza, kwa maana taarifa ambazo alikuwa anapewa kwa muda ule kwake zilikuwa ni kama mpya, japo kuna baadhi ya matukio ambayo alikuwa anasimuliwa kwake hayakuwa mageni, maana alikuwa kiyaota na mengine yalikuwa yakimjia muda wote ule. Kwa maana hiyo mimi sio huyo ambaye najiona kuwa wewe sio huyo mtu. Wewe ni mtu ambaye kuna viumbe wasingetamani hata kusimama karibu yako, na sasa unaonekanika kuwa tatizo jingine, hivyo lazima uwawe. Na huyo ambaye umesema alikuwa mke wangu, kiwalisia ni kwamba mpaka sasa hivi alikuwa anatakiwa awe mke wako, maana haukuwahi kumpatia talaka. Na kuamini vipi kuhusu hayo yote ambayo yalitokea? Unaweza kumtafuta daktari ambaye alikufanyia operation na kukutoa kwenye hali hiyo, ambayo anaweza kuwa na taarifa sahihi za kukupa, ama zitafute taarifa ambazo
nimekupatia mimi, na kama kuna sehemu ukiona hizi taarifa ni sahihi, basi ujue sija kudanganya hata moja. Na kwa hali yangu kama hii nina sababu zipi za kudanganya bwana Damigo? Kwa hiyo unataka kuniambia hiyo taasisi imerudi tayari na inafanya kazi? Ndio. Kwa sababu biashara imerudi kama mwanzo. Wanafanyia kazi wapi na wanafanya kazi zao? Inaweza kukuhakikishia kwa nafasi nilionayo huko sina uwezo wa kuweza kuyajua yote. Una taarifa zao nyingi. Kwa nini sio na zingine? Ninazo nyingi za nyuma kwa sababu walinisimulia wakati nilikuwa nataka kujiunga nao. Na hizo taarifa kwao walijua kabisa hazitakuwa na madhara makubwa zaidi, ila sasa hivi na mambo ambayo yanakuja mbeleni hizo sina na sijui ni zipi, hivyo wanalinda sana siri hizi za ndani ili hata kama ikitokea taarifa zikavuja kama hivi, basi wawe salama. Nani ambaye anaweza kuwa na taarifa zaidi ya hizi? Job Amineli. Huyu nani? Huyu ndiye ambaye ananisimamia mimi. Yaani kwa kifupi ndiye bosi wangu, maana kukiwa kuna maagizo yeye ndiye ambaye ananipatia, na kukiwa kuna taarifa za muhimu za mimi kumpatia, huyu ndiye ambaye nakutana naye. Naweza kumpatia wapi? Sijui. Mimi sio mdogo wako Jordi. Hao watu wanaishi maisha ya siri kupita kiasi. Huyu mtu sijui anafanya kazi gani huko kwenye jamii. Sijui anaishi wapi, ila nilifanikiwa kumjua jina lake tu basi. Na hata ukinyonya database ya jina lake halipo. Kwa maana hiyo anatumia majina ambayo sio yake kiuhalisia, si ndio? Naamini hivyo. Bado haujajibu nilichokuuliza. Kesho usiku saa 6:50 natakiwa kukutana naye ndani ya msikiti mmoja mdogo upo Tandale. Kufanya nini? Kumpatia taarifa zote ambazo nitakuwa nazo juu yako. Nipe maelekezo zaidi. Jordi nyakati zake zilikuwa ni mbaya, hivyo hakuwa na namna zaidi ya kuelezea jina na mahali ambako ule msikiti ulikuwepo. Kwa hiyo huyo mke wangu yuko wapi sasa hivi? Siwezi kujua mahali ambapo yupo. Hila liwezekani bwana mdogo. Sidhani kabisa kama unatamani mimi na wewe tuendelee kupeana maumivu kwenye jambo ambalo tunapaswa kulimaliza kiume tu kimya kimya, tena kistaarabu kabisa. Niliwahi kukutana naye mara moja tu kwenye maisha yangu yote ya kufanya nao kazi kwa miaka hii 4. Hata hivyo sikuwahi kujua ni wapi, kwani wakati tulikuwa tunapelekwa tulifungwa macho, ila kwa sehemu za kawaida ile sehemu ilikuwa ni ndani ya boti kubwa ya kifahari, tena baharini, japo tulikuwa tumefunguliwa tukiwa tuko ndani tayari, ambapo tena muda wa kurudi tulikuwa tumefungwa macho. Ile ndo balangu ya kwanza na mwisho kumwona yule mwanamke, hivyo nikisema nikupe taarifa za wapi anapatikana nitakuwa nakudanganya. Una familia Jordi? Hapana. Ndio. Alipigwa risasi ya kichwa akamwaga taarifa nyingi nje. Ule ulikuwa ni mwanzo mzuri wa Damigo, japo kichwa chake kilikuwa kizito. Bado alikuwa anawaza mengi kuhusu uhalisia wa maisha yake yeye. Alijiona kuwa ni mgeni ndani ya nafsi yake mwenyewe, huku sababu kubwa ya kuwa hivyo akiwa ni mkewe ambaye pia alikuwa mama wa mtoto ambaye alimpenda mno, na mtoto huyo hakuwa mwanae. Tuishie hapa msikilizaji, na sehemu inayofuata ya 4 tutaanzia ndani ya Tanzania Center of Investigation TCI. Huko ni makao makuu ya usalama wa taifa. Kutakuwa na habari gani kwa bibi Rusiana? Tutajua nini ambacho kilitokea ndani ya ofisi hizo, makao makuu ya usalama wa taifa. Tuishie hapo. Damigo ameingia kazini msikilizaji, kupata kuichimba historia yake, na ameshaambiwa yote kumhusu maisha yake ya nyuma. Sasa kazi ni kwake, kama anaamua kupotezea ndani maisha sasa hivi au anaamua kuchimba kumtafuta mke wake wa zamani na kumshikisha adabu. Maana alikuwa na hasira naye vibaya mno kwenye msimu wa kwanza, na akajua amemuua, lakini kumbe alikuwa amechezewa mchezo. Sasa vita inataka kumalizwa katika msimu wa pili. Usikose sehemu ya 4. Tutaendelea simulizi yetu My Wife is a Drug Dealer. Ni muuza madawa ya kulevya mke wangu. Tukutane huko. Bye bye. Na ukaribisha msikilizaji kwenye sehemu ya 4 msimu wa pili, My Wife is a Drug Dealer. Katika sehemu iliyopita tulikuwa tumeishia pale ambapo mzee Damigo alikuwa ameweza kumtia mbaloni Jordi na akawa anamtaka mpe historia yake. Baada ya kumpa historia yake, kujua ambalo alikuwa ametokea na kujua kwamba mke alikuwa amemdanganya, aliamua kuuliza, kwa maana mimi sio huyo ambaye najiona kuwa wewe, sio huyo mtu. Wewe ni mtu ambaye kama kuna viumbe wasingetamani hata kuwa karibu yako, na sasa unaonekanika kuwa na tatizo jingine. Na sasa unaonekanika kuwa tatizo lingine. Hivyo lazima uwawe. Na huyo ambaye umesema kwamba alikuwa mke wangu, ikiwalisia ni kwamba mpaka sasa hivi ilitakiwa awe mkeo, maana haukuwahi kumpatia talaka. Naamini vipi kuhusu haya yote ambayo yalitokea? Unaweza kumtafuta daktari ambaye alikufanyia operation na kukutoa kwenye hali hiyo ambayo unayo. Anaweza kuwa na taarifa sahihi za kukupa, ama zitafute taarifa ambazo nimekupatia mimi, na kama kuna sehemu ukaona hizi taarifa ni sahihi, basi ujue sija kudanganya hata moja. Kwa hali yangu kama hii na sababu zipi za kudanganya bwana Damigo.
Kwa hiyo unataka kuniambia hiyo taasisi imerudi tayari na inafanya kazi? Ndio. Kwa sasa biashara imerudi kama mwanzo. Wanafanya kazi wapi na wanafanya kazi zao? Naweza kukuisha kwa nafasi nilionayo huko, sina uwezo wa kuyajua hayo yote. Una taarifa zao nyingi, kwa nini usiwe na zingine? Ninazo nyingi za nyuma kwa sababu walinisimulia wakati wanataka nijiunge nao, na hizo taarifa kwao walijua hazitakuwa na madhara makubwa zaidi, ila za sasa hivi na mambo ambayo yanakuja mbeleni, hizo sina na sijui ni zipi. Hivyo wanalinda siri hizi za ndani ili hata kama ikitokea taarifa zikavuja kama hivi, wawe salama. Nani ambaye anaweza kuwa na taarifa zaidi ya hizi? Joba Minelli. Huyu ni nani? Huyu ndiye ambaye huaga ananisimamia mimi, yani kwa kifupi ndiye bosi wangu, maana kukiwa na maagizo yeye ndiye ambaye ananipatia, na kukiwa na taarifa za muhimu basi mimi humpatia huyu ndiye ambaye ninayekutana naye. Naweza kumpatia wapi? Sijui. Mimi sio mdogo wako Jordi. Hao watu wanaishi maisha ya siri kupita kiasi. Huyu mtu sijui anafanya kazi gani huko kwenye jamii. Sijui anaishi wapi, ila nilifanikiwa kumjua jina lake tu basi, na hata ukiingia kwenye database ya nchi jina lake alipo. Kwa maana hiyo anatumia jina ambalo sio lake, si ndio? Katika uhalisia. Naamini hivyo. Bado haujajibu nilichokuuliza. Kesho usiku saa 6:50 natakiwa kukutana naye ndani ya msikiti mmoja mdogo upo Tandale. Kufanya nini? Kumpatia taarifa zote ambazo nitakuwa nazo juu yako. Nipe maelekezo zaidi. Jordi nyakati zake zilikuwa mbaya, hivyo hakuwa na namna zaidi ya kueleza jina na mahali ambako ule msikiti ulikuwepo. Kwa hiyo huyo mke wangu yuko wapi? Siwezi kujua mahali alipo. Hili liwezekani bwana mdogo. Sasa kabisa unatamani mimi na wewe tuendelee kupeana maumivu kwenye jambo ambalo tunapaswa kulimaliza kiume tu na kimya kistaarabu kabisa. Niliwahi kukutana naye mara moja tu kwenye maisha yangu yote ya kufanya nao kazi kwa miaka 4. Hata hivi sikuwahi kujua ni wapi, wakati tunapelekwa tulikuwa tumefungwa macho, ila kwa hesabu za kawaida ile sehemu ni ndani ya boti kubwa ya kifahari tena baharini. Japo tulifukua tumefunguliwa tukiwa tuko ndani tayari, na ambapo tena muda wa kurudi tulikuwa tumefungwa macho. Ile ndio mara yangu ya kwanza na mwisho kumuona yule mwanamke, hivyo nikisema nakupa taarifa za wapi anapatikana nitakuwa nakudanganya. Una familia Jordi? Hapa ndio. Alipigwa risasi kichwa kama mwaga taarifa nyingi nje. Ule ulikuwa ni mwanzo mzuri wa Damigo, japo kichwa kilikuwa kizito, bado alikuwa anawaza mengi kuhusu uhalisia wa maisha yake yeye. Alijiona kuwa ni mgeni ndani ya nafsi yake mwenyewe, huku sababu kubwa ya kuwa hivyo akiwa ni mke wake ambaye pia alikuwa mama wa mtoto ambaye alimpenda mno. Kilichoendelea msikilizaji, basi tulia hapa. Hii ni sehemu ya 4 ya msimu wa 2 simulizi My Wife is a Drug Dealer. Mke wangu ni muuza madawa ya kulevya. Imeandikwa na Fabian Babuya na sound director ni kutoka hapa Simulizi Max. YouTube channel Simulizi Max, WhatsApp ni 0677062012. Tunaendelea na simulizi yetu itamu kweli kweli, My Wife is a Drug Dealer. Tukiwa tuko season ya 2. Na kama ilivyokuwa ndani ya Tanzania Center of Investigation TCI. Huko ndani mkurugenzi wa usalama wa taifa na shirika la kijasusi la TCI Luciana Jimika hakuwa na muda wa kulala tena, na mumewe kipenzi ambaye alimpenda kupitiliza, ila hali ya nchi ilianza kwenda mlama. Kwa wakati ule hali ilikuwa inajulikanika kwa utu wao kama viongozi wakuu wa usalama, ila alitambua muda so mrefu yale mambo yangeweza kuwafikia wananchi ambao wangerudisha hofu yao kama ilivyokuwa miaka ya nyuma, na hakuwa tayari kuona jambo lile linatokea mbele ya macho yake. Hivyo asubuhi ya mapema alikuwa amewahi ofisini, alikuwa na maafisa wake ndani ya kikao cha dharura. Ni muda mrefu kidogo umepita Tanzania kuweza kuingia kwenye zama kama hizi ambazo hazikuwa njema kwa kipindi kile. Nina uhakika wengi wenu humu mliyashuhudia yale mambo ama mlikuwa mmesimuliwa, ila hamkuwa sehemu ya ule mchakato ambao kama sio uwepo wa mtu mmoja mpaka sasa hivi huenda tungekuwa tunazungumza mambo mengine kuhusu taifa hili. Hii imeanzia Mbeya huko kama taarifa ya kwanza. Mwanzo tulihisi huenda ni watu ambao walikuwa wanajaribu kufanya haya kwa sababu ya pesa ili, ila baadaye tumekuja kugundua ni zaidi ya pesa. The Global tuliamini ni taasisi iliyokufa, ila sio kweli. Haikuwahi kufa, bali kuna mtu ambaye aliishi na ndiye ambaye kwa sasa hivi amerudi, na huenda ndiye anaenda kulifanya taifa hili kuingia kwenye sehemu mbaya kama sio migogoro ambayo italeta matatizo makubwa ndani ya taifa letu pendwa. Na kiunganishi wa yote ni mume wangu. Maafisa wale wote walitazamana usoni. Kila mtu alikuwa na jambo la kuongea, ila hakuna hata mmoja ambaye alikuwa anathubutu kunyanyua mdomo wake kuweza kuongea kuhusu mambo yale. Rusiana akatulia mpaka wote walipokuwa wameanza kumwangalia yeye. Hizi taarifa zilifanywa kuwa siri kubwa kwa maslahi ya mhusika na taifa hili, ila kwa sasa hivi zinatakiwa kuwa wazi, kila mmoja azijue kati yenu, kwani zinaenda kuwa ni sehemu sahihi na muhimu zaidi kwenye kupambana na hili jambo ambalo liko mbele yetu.
Mtu ambaye amerudi kwa sasa hivi ni mwanamke na ni mke wa zamani wa mume wangu. Kutulia kwake kuliwafanya wale watu kushangana tena. Ni kama bosi wao hakuwa sawa ama kuna mambo alikuwa anachanganya, ila aliwatizama kwa msisitizo kuwamanishia kwamba kila ambalo alikuwa analiongea kwenye kinywa chake alikuwa anamaanisha kwa ukubwa ambao haukupaswa kupuuzwa. Najua wengi hapa mnaweza kuwaza mambo mengi ama kuwa na maswali mengi. Hata kama ningelikuwa mimi kwenye nafasi zenu, basi ningelikuwa na maswali ya kutosha pia. Ila nasikitika kusema sina namna zaidi ya kuliweka ili wazi. Mume wangu ndiye mtu ambaye alilikomboa taifa hili kutoka kwa hawa watu, na ndiye ambaye Luciana aliwapatia zile taarifa ambazo zilikuwa zinatakiwa kuwa za siri kwa sababu ya unyeti wa kazi ambayo ilikuwa mbele yake. Asa bosi, kama mmeo ndiye mtu wa namna hii, na kwa nini sasa ametoweka kumtafuta huyu mtu? Uone kama inatakiwa tuanze na kumtafuta yeye tuweze kumkamata au kwenye mikono salama. Mwili wake ulikuwa na sadiki uimara aliyokuwa nao ndani yake. Aliunguruma kwa sauti kubwa yenye mamlaka ndani yake ambayo ilimfanya mkurugenzi kutabasamu. Yaani nyewe mndani ndio ambao mnataka kumkamata mume wangu? Ndio bosi. Hili ni jambo ambalo mtakiwa kuthubutu hata kulifikiria, kwa sababu wote mwenyewe sita mtakufa ndani ya dakika 2 tu, na sitaki hilo litokee. Akijua nyinyi vijana wangu hata wadhuru, na mnatakiwa msifanye alazimike kufanya hivyo. Haijalishi mimi na yeye tuna tofauti zipi kwa sasa hivi, la bado ananipenda na kunijali kama mke wake, na bado ni mume wangu. Hivyo hili jambo mnalianzisha kwa sasa, mnatakiwa hata mkiota siku msije mkaruhusu liwakae kichwani, maana sio jambo la busara hata kulifikiria tu. Bosi, sina imani kama kuna mtu ambaye anaweza kusimama na sisi wote hapa tukiwa 6 sehemu moja, hata kama angelikuwa na nguvu za namna gani. Sina imani hiyo, labda kama mtu awe ni mchawi. Luciana akamgeukia kijana wake mwingine ambaye alikuwa anaitwa The Iron, yani chuma. Wote ndani mmewahi kusikia simulizi zake tu, ila hakuna hata mmoja wenu ambaye aliwahi kukutana naye ama kuona yale ambayo alikuwa anayafanya, na ndio maana mnajiulia kuongea yote. Alienda kwenye simu yake akatafuta moja kati ya video za mume wake akiwa anafanya mauaji. Aliunganisha mpaka kwenye skrini kubwa, akabaki akiwa anaitazama kwa muda kidogo. Huyu ndiye mume wa ndoa bosi? Akauliza kwa sauti ya upole mwanadada Rehema Mgosi. Huyo ndio mwanaume ambaye huaga na rarana kuamka naye kitandani? Ndiye ambaye mnajisifia kwamba mnahitaji kwenda kumkamata? Jambo la msingi kwa sasa hivi sio yeye kusumbuliwa, bali nahitaji yeye ndiye awe kama njia ya sisi kuweza kuwapata watu wetu. Na kwa yote ambaye atafanikisha kumpata na kujua mume wangu yuko wapi, kuna zawadi ambayo nitampatia mimi mwenyewe binafsi, kwa sababu nahitaji kukutana naye niweze kumwambia ukweli. Una maana ya kwamba unataka mumeo awe kama Chambo bosi? Henrik aliuliza kwa sauti ya shauku. Ndio. Anaweza kufanya kazi haraka kuliko nyie wote hapa. Maana yake ni kwamba haitachukua muda yeye kuwajua hawa watu ama kujua siri zao, kwa sababu yeye hafuati kwenye ufanyikazi wake. Kwa hiyo mpaka hapo nadhani mmeelewa nini ambacho mnataka kufanya. Ndio bosi, lakini turudi kwa huyu mke mwenzako huyo. Mwanadada Trida Kidayo aliongea kitu ambacho hata wenzake kiliwashangaza. Mkurugenzi alimtazama mwanamke yule kisha kamruhusu aweze kuendelea na kusikiliza. Unamaanisha ndiye ambaye kwa sasa hivi amerudi kutaka kuvuruga nchi, si ndio? Ndio. Inawezekanaje swala ambalo lilikuwa limewashinda wanaume wenye nguvu, tena kama makamu wa rais, ndiye arudi kwa sasa kuja kulifanya? Umeelewa ulichokiuliza Trida? Ndio bosi. Jibu unafikiri unalo? Yaani kwamba huenda amejipanga zaidi ya wale walivyokuwa wamefanya mwanzo bosi, ndio? Uimara wa mwanamke upo sehemu mbili Trida. Kwanza ni kwenye kichwa chake, na pili ni kwa namna sahihi ya kuzitumia sehemu zake za siri. Mwanamke anaweza kuitawala hii dunia kwa dakika kadhaa tu kama atafanikiwa kuutumia uke wake vyema. Sasa kuna wanawake ambao maisha walioyaishi yamewafunza namna sahihi ya kuweza kupita na hizi njia, na ndio wanawake ambao mara nyingi wanakuja kuwa hatari kupita kiasi. Mmoja wa wanawake ni Jamila. Huyu tangu zamani alijifunza nguvu kubwa iliyopo katikati ya mapaja yake, na ndio maana aliweza kumhadama kama wa rais ambaye baadaye alikuja kumuua mwenyewe. Lakini mtego huo aliutumia kwa mume wangu. Asa mwanamke wa hivi ambaye anacheza mchezo hatari kwa watu wa namna hii, unahisi kwamba atakuwa amerudi kwa namna ipi baada ya kupotea kwa miaka 4 tena akijua hatari kubwa ambayo ipo mbele yake? Maelezo na swala mkurugenzi vilimfanya Trida kutulia. Alijibiwa kwa akili kubwa, akaanza kuipata picha ya hatari mkubwa ambao ulikuwa mbele yake. Nadhani wote mmemwelewa vyema bosi ni kitu gani ambacho nakizungumza hapa. Maana halisi ya maelezo yake ni kwamba hawa watu ambao tunaenda kupambana nao huenda wana nguvu kubwa kutuzidi sisi. Wana uwezo mkubwa kutuzidi na wana rasilimali nyingi kutuzidi, hivyo ni wao ambao wana nguvu kubwa zaidi yetu. Kwa maana hiyo sisi tunapaswa kuweza kufanya kazi kwa umakini na kutumia akili kubwa kuliko wao, na ndio jambo pekee ambalo linaloweza kutusaidia kukamilisha ile jambo ambalo
liko mbele yetu. Vinginevyo tutaishia kupotezana sisi wenyewe na kuwaweka wananchi kwenye hali kubwa ya hatari. Na jambo la muhimu zaidi ni kukumbuka kwamba hawa watu hawana cha kupoteza, ila sisi tuna vingi vya kupoteza. Ila kuna jambo jingine ambalo linaweza kuwa na hatari zaidi ama la muhimu kwetu. Aliongea kwa mara ya kwanza aliyekuwa kiongozi wa Bwana Onesmo the Sniper. Huyu alikuwa ni mmoja kati ya wadunguaji hatari zaidi ambao taasisi hiyo iliwahi kuwa nao. Baada ya kuona kila mtu amegeukia upande wake, aliamua kuendelea. Bosi nipate kazi ya kumfuatilia mhusika wa tukio la Mbeya. Alisogea mbele na kubandika picha yule mtu. Bwana mdogo ana jina moja tu pekee, Joredi. Ndiye ambaye alikuwa amefanya mauaji Mbeya na kudukua taarifa za chuo. Bwana mdogo huyo baadaye akatoweka kule na ndipo akaonekanika tena katika nyumba ya SP Kamazima, ambaye mumeo baada ya kufanya mauaji alipelekwa kwenye kituo chake. Hivyo moja kwa moja alikuwa anamtafuta mumeo ama alikuwa anazihitaji taarifa zake, na baadaye baada ya kupata kile ambacho alikitaka akamuua ili kuweza kumaliza ushahidi usibaki mahali pale kwa usalama wake yeye na watu wake. Baadaye tena ikaja kuonekana sura mumeo ndani ya The Future Casino. Jambo hili hata mimi lilinipa ukakasi mkubwa sana, ukizingatia mume wako sio mtu ambaye anatumia pombe. Hivyo nikachunguza zaidi kujua kuna nini, mpaka nilipogundua kuhusu mwanamke mmoja mrembo zaidi ndani ya sehemu ile, kwamba anaitwa Irene. Huyu binti anadaiwa kwamba ndiye alikuwa mpenzi wa Joredi, lakini hakuwa yupo naye kwa mapenzi yake, bali bwana huyu alikuwa anamlazimisha kuwa naye, vinginevyo huenda angemfanyia jambo baya. Na hapo ndipo mume wako anaingia bosi. Kwani baada ya kufika ndani ya ile kasino, inadaiwa mtu wa kwanza kumuulizia alikuwa ni Irene. Sasa kwa nini? Kwa wakati ule haikujulikanika sababu halisi, ikalazimika kuondoka na mwanamke yule, tena wote wakiwa kwenye furaha kama wapenzi, japo mumeo alikuwa amejifunika kitambaa usoni asiweze kufahamika kwa wale wahusika. Ila kwa zile video nilijua tu ni yeye. Wawili wale safari yao ilishia mpaka nyumbani kwa Irene, ambako inaonekanika mumeo aliutumia muda wake kumpeleleza Joredi, na usiku saa 10 akaonekanika mtu akitoka kwenye zile apartment. Saa 1 kasoro baadaye ilisikika milio ya risasi Tabata Bima, jambo ambalo lilifanya polisi kufika pale asubuhi mapema baada ya kupata taarifa kutoka kwa majirani, na kwa mujibu wa maana yake ni kwamba mumeo amemuua Joredi. Kama amemuua Joredi, maana yake ni kwamba na taarifa za muhimu ambazo amezipata kuhusu hawa watu. Hivyo kama inawezekanika, inatakiwa tumpate mumeo haraka sana. Mambo yalizidi kuwa mazito kwa mkurugenzi, hadi ambayo ilimfanya baki ameduaa tu, maana ilikuwa ni kama yeye ndiye ambaye anaanza kufundishwa kuhusu mumeo wa ndoa. Kuanzia sasa nahitaji kila taarifa za kila tukio ambalo linaendelea hapa nchini. Nahitaji kukutana na huyu binti haraka sana, na kama kutakuwa kuna taarifa zingine basi nitumie haraka sana. Onesmo, nahitaji taarifa za namna ya kumpata binti huyo. Sawa bosi. Irene mwenyewe anasemaje kwani? Tumuongelee Irene kidogo msikilizaji. Irene hakuwa mwanamke ambaye aliyapenda yale maisha ambayo alikuwa anaishi, bali ni dunia ilimpelekea kuwa na maisha kama hayo. Alikuwa nyumbani kwake asubuhi akiwa anawaza mengi ya nyuma, kutoa mwili wake kwa kila mwanaume kwa sababu ya pesa. Alikuwahi kuwa jambo la kumfanya yeye ajivunie kuwa hai. Kuna nyakati hata yeye mwenyewe alikuwa anatamani kuwa na familia. Alitamani kuishi maisha ya kawaida kama wanawake wengine. Ila alijikuta akiwa anashusha machozi baada ya kukumbuka maisha yake ya nyuma. Nyakati zilikuwa bora akiwa mdogo. Babake alikuwa ni mfanyabiashara wa dawa muhimu za binadamu, hali ambayo ilimfanya kumiliki maduka mengi, biashara ambayo ndio iliyohitimisha safari yake na mke wake. Ni siku moja ambayo alikuwa amebaki yeye na wafanyakazi wa nyumbani ambayo hakwenda shule. Walikuwa wanaenda kusaini mkataba mkubwa wa biashara kwa ajili ya maisha mazuri ya baadaye ya mtoto wao Irene, jambo ambalo lilimfanya kuwa na furaha kubwa, kwani ndiye aliyekuwa mtoto wa pekee, hivyo mapenzi yote ya wazazi yalikuwa kwake. Ile ndio ilikuwa ni siku ya mwisho kuona wazazi wake wakiwa hai, kabla ya baadaye kupokea taarifa za kutisha ambazo zilimfanya mtoto yule kuzimia. Hata alipozinduka haikuweza kubadili ukweli wowote kwamba wazazi wake walikuwa wamekufa kwa ajali. Maisha yake yalibadilika ndani ya siku moja na kuwa ya hovyo, kwani bado alikuwa mdogo sana. Baada ya msiba kupita, kuna watu walijitokeza wakidai ile nyumba ilikuwa yao na baba yake alikuwa anadaiwa mikopo mingi, hivyo binti yule alitakiwa kuondoka na biashara za baba yake zilisaidia kulipa mikopo hiyo. Hivyo yeye alitakiwa kumshukuru Mungu kwa kubaki salama, kwani vinginevyo hata yeye alitakiwa kufungwa pia. Ugumu wa maisha kwa Irene ulianzia pale. Alijikuta akiwa kuwa mtoto wa mtaani asiyekuwa na uhakika wa chochote. Zile ndoto za kuwa msomi na mfanyabiashara mkubwa zilifia kwenye mawazo ya wazazi wake, ambao hata baadaye alikuja kutambua ile ajali yao ilitengenezwa, ila hakuwa na jambo angeweza kufanya. Ile maisha yalimkutanisha na wanadamu ambao alikuwa akisimuliwa.
Walimfunza kwa namna ngumu na namna dunia isivyokuwa na huruma kwa yule asiyekuwa nacho. Dunia ilikuwa inawajali wale ambao walikuwa na uwezo wa kutoa chochote tu. Kwa wale walalahoi hakuna hata mmoja ambaye alikuwa anajali kuhusu wao, na hayo yote hakuwahi kuyajua kabla. Hivyo wakati anayajua, dunia ilikuwa inamvuta shati kwa namna ngumu. Maisha ya kufikirika kwenye hadithi ya kweli ndio ambayo yalimfanya Irene akajikuta akiwa anaingia kwenye umalaya akiwa bado binti mdogo. Mwili wake uligeuka kuwa tiketi ya ushindi ili kuweza kuishi ndani ya majiji ambayo alifanikiwa kuishi. Kuna watu walikuwa wakimlipa, kuna watu walikuwa wanambaka, kuna watu ambao walikuwa wanamtumia na hawakutaka kumlipa, mambo ambayo yalimuumiza kichwa mpaka siku ambayo alifanikiwa kuwa mtu mzima na kuishi ndani ya The Future Casino. Ndipo alipoona malipo mazuri ya kazi yake ya umalaya, kazi ambayo ilimfanya kuwa mtumwa wa Jordi mpaka siku ambayo Damigo alikutana naye. Kukutana na Damigo kulimpa tumaini jipya kwenye maisha yake. Alijiona kuwa mpya na sehemu ya mwanamke ambaye Mungu alikuwa anajaribu kumpatia nafasi ya pili ya kuwa na furaha, ila hakuwaza kama huenda Damigo hakuwa yule ambaye yeye alikuwa anamfikiria kwenye akili yake. Uwepo Damigo alihisi ungemponya kutoka katika majanga mazito ambayo alikuwa nayo na kuyasafisha majeraha yote ya moyo wake. Alikuwa anaendelea kuiwazia baada yake na mume wa mtu alikurupushwa na mlango ambao ulikuwa unagongwa sio kwa kengele bali kwa mkono kutoka kwa mtu ambaye alionekanika kuwa na haraka. Kwa akili yake alijua huenda ni yule mwanaume wake aliyekuwa anamuwaza dakika kadhaa nyuma ndiye alikuwa anagonga. Hivyo aliukimbilia mlango na kufungua kwa haraka zaidi na bashasha, ila baada ya kufungua alijikuta akiwa anarudi nyuma akiwa anahema kwa hofu. Mbele yake alikuwa amesimama mwanamke mwenzake ambaye naye alikuwa mzuri tena maisha safi yalijielezea kwenye paji la uso wake. Kilichomtisha sio yule mwanamke bali watu ambao alikuwa ameongozana nao. Alikuwa anahusiana Jimika akiwa na walinzi wake. Aliwapa ishara walinzi kubaki nje, kisha yeye akaingia ndani ya ile apartment na kufunga mlango. Tafadhali usiniue, mimi ni binti tu ambaye ninahangaikia maisha yangu na sitaki matatizo na mtu. Wakati akijitetea na kuendelea kurudi nyuma, Rusiana alikuwa anaitazama ile apartment kila sehemu akiwa anaikagua kwa umakini mkubwa zaidi. Kama nilikuwa nahitaji kukua ningewatuma wale watu wa vasuti ambao wamebaki nje hapo, ila kwa sababu umeniona mimi hapa, maana yake ni kwamba nahitaji tuzungumze tena, tuzungumze kama wanawake, kwani hata mimi naelewa dunia haina huruma kwa mtoto wa kike wa aina yako. Hivyo hapa nazungumzia maisha yako wewe Aileen. Kwa hiyo keti hapo, maana sina muda mrefu wa kukaa hapa. Akiwa na hofu, uso wake ukiwa unaongea kwa jasho ambalo lilikuwa linamtoka, alijisogeza na kuketi kwenye sofa safi jeupe. Wewe ni nani kwani na umenifahamu vipi mimi? Kuna mwana mbali kwa naye hapa usiku ambao umepita, si ndio? Ndio. Umejuaje kama nilikuwa naye hapa? Nimejua kwa sababu yule ni mume wangu. Samahani, unasema ni mumeo? Ndio. Hakuniambia kama ana mke. Nalijua hilo. Yaani mpaka hapa basi unajua kama sikukusudia kukuibia mume wako dadangu. Naomba nisamehe na hapa hautakuja kuniona naye tena. Alikuwa anaongea kwa hofu kubwa yenye mshangao ndani yake. Hilo najua, mimi ni mkurugenzi wa usalama wa taifa, hivyo uwepo wangu hapa hautaki kukupa hofu bali amani, maana ni jukumu langu kuhakikisha upo salama. Alina katazama pembeni kisha karudisha macho yake kwa Rusiana. Bado alikuwa anahisi huenda yale mazungumzo yalikuwa ni ya watu wengine, ila alitambua alikuwa wao wawili tu pekee. Wewe ni mkurugenzi wa shirika la ujasusi la nchi ya Tanzania? Alihisi ni utani, kamlazimu kuuliza tena. Ndio, ni mimi mwenyewe. Alipiga magoti kuanza kulia kwa kanaomba msamaha. Sikuwa najua bosi wangu. Naomba unisamehe na usije ukaniua kwa sababu ya hili. Naishi kwa kubahatisha maisha yangu na ndio maana najiuza na kuitwa mali. Alikatishwa kwenye ile hofu yake kubwa. Sipo hapo kufanya jambo lote lebaya na hakuna kitu kitakupata. Nahitaji kujua tu umefanya mapenzi na mume wangu. Kama upo hapa kuniadhibu kwa sababu ya kutoka na mumeo, nini kimekufanya tuweze kukutana mheshimiwa? Kwa sababu nataka nikupe nafasi nyingine ya maisha na kukuambia mambo mengine ambayo huenda hauna uelewa nayo. Bado sijakuelewa. Mume wangu hajaja hapa kulala nawe kwa sababu anakupenda ama kwa sababu alikuwa anahitaji mwanamke wa kufanya naye mapenzi, bali alikuwa kwenye kazi. Umemaanisha nini? Amekuuliza maswali yote kuhusu Jordi. Wewe umemfahamu vipi Jordi? Nimekwambia mimi ni mkurugenzi wa usalama wa taifa. Umempa taarifa zake? Ndio. Mpaka muda huu Jordi ameuawa. Sijakusikia vizuri. Jordi ameuawa usiku wa leo kuamkia asubuhi hii na muuaji wa Jordi ni mume wangu. Mumeo? Yule ni mmoja kati ya watu hatari zaidi kuwahi kutokea ndani ya taifa hili. Alikuja kwa sababu anamtafuta Jamila. Kwa kuwa karibu na Jordi, bila shaka utakuwa unaelewa kuhusu haya mambo. Ni mwanaume mstaarabu na haonekanake kufanania na mambo ya namna hiyo. Sasa inawezekanaje yeye ndiye akawa anahusika na mambo kama haya?
Kwenye hili jiji hautakiwi kumwamini mtu yeyote hata kama atajifanya kuwa mwema kwako. Kama alikuwa amepanga kukuua mpaka muda wangu ulikwisha kufa, hivyo kwa sasa hivi hatari iliyopo mbele yako sio wewe kumuwazia tena mume wangu, bali hawa watu ambao watakuja kwako baada ya mume wangu. Jordan ndo mtu pekee ambaye alikuwa ananifahamu mimi. Sasa hao wengine watatoka wapi kiasi kwamba waje kuwa hatari tena kwenye maisha yangu? Jordan alikuwa ni mtu wao. Kufa kwake unahisi kwamba kutawafanya wapuuzie tu ile jambo? Ni lazima wataanza kulichunguza ili wajue nini hasa sababu ya kuwa kwake. Kwenye huo mlolongo wewe utaonekanika uliwahi kuwa sehemu ya maisha yake. Wakijua unaweza kukuacha salama, ni lazima watakuwa. Kwa nini natakiwa kufanya nini? Nimeisoma historia yako ambayo nimepewa na vijana wangu nikiwa nipo kwenye gari. Sikuwa na mpango kufanya ile nitakusaidia kama mwanamke mwenzangu, kwa sababu nimejisikia vibaya sana kwa aina ya maisha ambayo umeaishi na unaendelea kuyaishi. Nitahitaji uondoke hapa haraka sana. Hautakiwi kumwaga mtu yoyote yule. Nenda mazingira mbali, hata ikiwezekanika nje ya nchi, kwa sababu siku sio nyingi kunaenda kuharibika, na kama utakutwa katikati ya haya unaenda kuuawa. Sina pesa za kwenda kuanzisha maisha sehemu. Waga napata pesa ambazo zinatosha kunifanya nilipe kodi na kuishi tu hapa mjini. Taasisi yangu itakupatia milioni 100 za Kitanzania, ila sihitaji kuja kusikia kama uliwahi kuhusika na hii biashara au malaya kwenye maisha yako tena. Nenda kama mwanamke bora na wakuigwa kwenye jamii yako, na ikiwezekanika badili jina kabisa uko nakwenda. Usiende kuwa sehemu ya mtu kubeba wanaume wa wanawake wenzako, kwa sababu maumivu ambayo mtu anakuwa anayapitia hayavumiliki, na nina imani kama ikija kutokea tukakutana wakati mwingine, basi wewe ni mwanamke ambaye natumaini utakuwa ni bora, vinginevyo nitakuwa, kwa sababu nafanya haya huku nikiwa naumia kwamba umelala na mwanaume wangu wa ndoa. Irene, tuache mkurugenzi na Irene, twende mkurugenzi na Helena. Ndani ya nyumba moja kubwa ambayo ilikuwa pembezoni mwa bahari, ilikuwa inatumika kama sober house kwa wale watu ambao walikuwa na umuhimu mkubwa kwa taifa. Kwa wakati huo eneo hilo alikuwa amehifadhiwa Helena kwa miaka 4, akiwa yeye na madaktari pamoja na wanasaikolojia ambao walikuwa wanajaribu kumrudisha kwenye akili yake ya kawaida. Mwanamke huyo alikutana na mambo mazito na ya kutisha huko Kenya ambayo yaliathiri kabisa akili yake kwa kiwango kikubwa, lakini haikuishia hapo. Watu hao walimfanya kuishia kuwa teja wa kutisha ambaye muda wote alikuwa anahitaji kutumia madawa ili ahisi mwili wake upo sawa. Ilikuwa bado mapema. Hakuwa na uwezo wa kutoka nje ya jengo hilo ambalo lilikuwa lina ulinzi mkali kwa amri ya mkurugenzi wa usalama wa taifa, mpaka pale mambo kadhaa kuweza kufanyika ama kutokea. Helena alionekanika akiwa jikoni. Afya ilikuwa imara, nuru yake ilirudi usoni. Alimina juisi safi ya baridi na kuinywa kwa furaha kubwa. Alitabasamu akiwa anainywa kwa sababu ilikuwa tamu. Akiwa anaendelea na zoezi lake ambalo lilizidi kumpatia burudani ya kutosha kwa nyakati zile, alitokea mlinzi wa kule ambaye alikuwa amevaa suti. "Madam, boss amefika hapa, anahitaji kuongea na wewe." "Imemchukua muda mrefu mno kuja kuniona. Lazima kuna kitu hakipo sawa." Alijiongelesha mwenyewe kwa akiwa na mimina juisi nyingine na kujaza kwenye kikombe chake, kisha baada ya pale akaanza kuongoza njia kuelekea sebuleni. "Bosi," aliita kwa sauti ya kujiamini. Mkurugenzi ambaye alikuwa anapitia taarifa kutoka katika daftari alikuwa ameinamia kwenye karatasi hizo kusoma maendeleo ya Helena. Alihakikisha amemaliza kusoma, kamkabidhi mlinzi karatasi zile, kisha kamgeukia Helena ambaye alimkagua kutoka juu mpaka chini. Alitabasamu kwa mbali na kumtaka Helena aweze kuketi. "Ni muda sasa tangu uweze kuingizwa ndani ya jengo hili. Unajisikiaje kwa sasa?" "Siwezi kulalamika, japo nikisema niwe mwazi, mara ya kwanza nilikuchukia kwa kuniweka sehemu ya namna hii, kwani kwangu alikuwa ni mateso makubwa sana. Nilitamani muda wote nipate kile ambacho nilikuwa nakitaka, ila kwa sasa hivi naweza kusema na kushukuru kwa kunirejeshea maisha yangu. Haikuwa rahisi kuishi kwa ratiba, mara kukutana na wasaikolojia ambao niuliza maswali ya hovyo tu, mwisho wa siku ndo ambao wamenifanya mimi kuwa Helena tena. Ilikuwa inaniuma kukuona kwenye hali kama ile ambayo ulikutana nayo mara ya mwisho. Hata rais pia aliagiza ifanyike namna yote ukatibiwe, gharama angelipia yeye, ila sikuona sababu ya kuweza kukupeleka nje ya nchi, kwa sababu nilikuwa nahitaji uwepo wako sehemu ambayo naweza kukuona. Nashukuru kwa hilo, ila sio kawaida yako kuja kuniona, na hata kama ungekuja basi isingelikuwa muda wa kazi kama huu. Mpaka umefika hapa mida kama hii, maana yake kuna jambo halipo sawa." "Ni kweli Helena, nipo hapa kwa sababu na kuhitaji urudi kazini." "Msala mpya ulizaliwa ndani ya akili ya Helena." "Sijakuelewa bosi. Niliwahi kukuambia nahitaji kurudi kazini na nikakuomba kwamba kwa sasa hivi najiona kuwa sawa, ila ulikoma na hukutaka kabisa hata kuweza kusikia hizo habari, hivyo kwa sasa hivi sielewi ukiniambia unataka ni mimi nirudi kazini."
nahitaji uifanye kazi moja ambayo ipo mbele yako, na kama ukifanikiwa nitakupatia DEA. Uliniambia hiyo taasisi imefungwa na kufutwa kwa sasa hivi. Ndio, ila inaweza ikafunguliwa kama kweli utanishawishi. Mara mwisho baada ya yale mambo kutokea haikufutwa, bali iliunganishwa na usalama wa taifa, ila kama utafanikiwa kufanya kazi ambayo nitakupatia, basi nitakurejeshea taasisi yako, kwa sababu rais alikuwa anasubiri nimpatie taarifa ya kwamba nimepata mtu sahihi ambaye anaweza kuiongoza taasisi hiyo vyema kama ilivyokuwa kwa Tagido Mgesa. Niko tayari kuifanya kazi kwa sharti moja, na kusikiliza. Rais, makamu wa rais hawatakiwi kujua kuhusu hili, na wala hawatakiwi kujua kama umetoka nje ya nyumba hii, kwa sababu inaweza kuzalisha matatizo mengine. Kazi gani unahitaji nifanye? Utapewa maelekezo yote na msaidizi wangu, hivyo kuanzia muda ujiandae, mimi na wewe tunaondoka hapa pamoja katika eneo hili. Roger Zat. Joba Minelli. Tumwangazie kamera yetu msikilizaji, bwana Joba Minelli. Unakumbuka wewe alikuwa ameambiwa bwana Damego kwamba ndio anaweza kujua wapi aliko Jamila, japo ikaonekana jina lenyewe ni la uongo. Lakini tutulie hapa kwa Joba Minelli, kamera zetu zinamwangazia sasa. Chalinze Pwani, kituo cha magari. Mvua ilikuwa inashuka taratibu, huku ikiwa inazidi kuongezeka kidogo kidogo kila muda ulivyokuwa unazidi kwenda. Na kituo hicho cha magari alikuwa anaonekanika mtu mmoja mmoja kutokana na mida yenyewe kuwa mibovu. Eneo hilo kuna vijana kadhaa ambao walionekanika kutembea tembea nyakati hizo, huku wakiwa wanatokanana, ila kwa lugha ya mtaani ya kueleweka, sio kwa ajili ya kuvunjiana heshima. Alipita mwanamke mmoja ambaye alikuwa mzuri wa kuvutia. Mtoto huyo wa Kipwani alinona kwa rangi yake mashuhuri, na uzuri wa asili ulimfanya kuwa mwenye muonekano wa matamanio. Hakuonekanika kuwa mgeni wa eneo hilo, na ndio maana alikuwa anapita kwa kutamba. Lakini akiwa anatembea, kuna kijana mmoja ambaye alitokeza pembeni akiwa anatabasamu. Kutabasamu kwake kulichangiwa na yeye kumsogelea kisura yule ambaye alikuwa mbele yake. Alimdaka mkono na kumpiga denda safi mdomoni. Mrembo akaonekanika kubisha wala kuleta upinzani, kisha kijana yule akamkumbatia na kumshika sehemu makalio yake, akiwa anayaminya kwa pupa na tamaa ambayo ilimtoa udenda kwa mbali. Hakujali kuhusu ile mvua, ila ghafla alisikia kelele ambazo zilikuja kwa mfumo wa amri kutoka kwa mtu ambaye alikuwa anamtaka bwana yule aweze kumwachia mpenzi wake, vinginevyo yangetokea mambo ya kutisha ndani ya ile sehemu kama asingefuata yale ambayo alikuwa ameelekezwa. Welafa, unamjua mwanamke? Unajua kama ni mpenzi wangu huyo? Sauti ya maumivu ilitoka na kusikika kutoka kwa moja kati ya kijana ambaye alikuwa na wenzake wanne. Ni wale ambao walionekanika kuzunguka pale stendi. Kama wewe ni mwanamke wako, basi ni malaya, kwa sababu jana nimefanya naye mapenzi kwa masaa 5 tena sikutumia hata kondo. Unahisi mjini hapa ningekuwa namshika mwanamke makalio na kumnyonya mdomo wake bila kufahamiana naye? Si ungeona amepiga kelele za kuomba msaada hapa ama kuvamiwa hapa? Kijana, hii mali inakuwa ni yako ukiwa nayo kitandani tu. Akitoka nje inabidi utuachie wazee wa jiji hapa mpaka tukimchoka ndipo utakapokurejeshea, na kama nikinogewa sitamrudisha kabisa, maana alinipatia mitindo hulu kitandani sio haba, na hata yeye mwenyewe alipagawa na penzi langu. Yalikuwa ni maneno ya jeuli kutoka kijana ambaye alifanya tukio lile. Hakuonekanika kujutia, bali alikuwa anaongea kwa kiburi, hali ambayo ilimfanya mrembo yule kupata aibu kali, hivyo ikalazimika yeye kukimbia kuondoka sehemu ile na kuachia wazungumze wanaume wa kazi waweze kumalizana. Alicheka na kutema mate huku akiwa anaanza kuondoka. Lafa wewe, alafu siku nyingine ukitaka kuongea na wanaume kama mimi, kazi sauti hiyo, tutashindwa kukutofautisha na dada zetu mtaani bwana. Ile kauli nyingine yule kijana wakiwa bado anamshangaa ndio ilizua taharuki kubwa kiasi kwamba yule ambaye alidai mlembo yule alikuwa mpenzi wake alijikuta akiwa anapayuka kwa asili akiwa anamfuata yule kijana. We mshenzi, upo mtaani kwangu unataka kuniletea dharau? Sasa leo nitakufanyia jambo ambalo hautakaa ulisahau kwenye maisha yako, na sina imani kama unajua kuleta Chalinze. Maneno yale yalifuatana na kumsogelea kwa nguvu kubwa akiwa na jazba ndani yake, akarusha ngumi ambayo ilipita pembezoni mwa sikio la kijana yule. Alikwepa na kugeuka kwa kasi, akarusha ngumi nzito ambayo ilimpata kijana yule kwenye taya. Akapiga yowe kuomba msaada kwa rafiki zake ambao walikuwa pembeni waje kumsaidia. Pembezoni mwa banda moja pale stendi kulikuwa na bwana mmoja mwenye umri wa makamo kidogo akiwa amejibanza. Ilikuwa ni kama anavizia mvua iweze kukata aweze kuondoka, ila pia haikueleweka kama alikuwa pale kwa ajili ya kufanya jambo gani kwa wakati ule. Alikuwa na sigara yake mkononi akiwa amevaa suti safi mwilini. Alikuwa akivuta na kupuliza moshi hewani kwa sifa na ufahari. Hakuwa na wasiwasi na mambo yake, na lile pambano ambalo lilikuwa linaendelea kwa wale vijana wakati ule ndo alikuwa limempatia umakini wa kuweza kufuatilia na kuona kile ambacho kilikuwa kinaenda kutokea kwa nyakati zile.
Yule kijana hakuwa mnyonge kama walivyokuwa wanafikiria wao. Alikuwa ni muuaji kabisa ambaye hakuwa na sita kufanya mambo yake. Kwenye kupambana na wale vijana, mmoja wao alimkosa na Bispisi akaona jambo hilo halikuwa la kutania tena kama alivyokuwa analiona mwanzo, kwamba wangefunzana tu adabu. Aliamua kuvuta kisu kutoka kwenye kiuno chake. Akutana kijana mmoja uso kwa uso, akaudaka mkono ambao kijana yule alikuwa ameurusha kwa ajili ya kumshambulia nao, kisha kisu kile akakizamisha shingoni. Ile ilileta mshituko kwa kila mtu, hata kwa yule bwana ambaye alikuwa pembezoni mwa ile banda. Alitupa sigara yake kuweza kuliona lile jambo kwa umakini zaidi, huku akiwa anaangalia na saa yake ya mkononi. Yule kijana ambaye alikuwa anaonekanika anapigana pale alikuwa ni Jordi. Na yule bwana ambaye alikuwa kwenye lile banda alikuwa ni Joba Mineli. Jordi alikuwa ni kijana wa mtaani ambaye alifunzwa na mtaa. Hakuwa anamuogopa mtu wala kitu chochote kile linapokuja swala la kuitetea nafsi yake ama maslahi yake. Aliamini mtoto wa uswazi hawezi kuweka mipaka kirahisi namna ile na watoto wa mtaani ambao kwake walikuwa ni kama watoto wa mama. Zilitumika dakika 3 tu yeye kuwaua vijana 5 wale, ila alijisahau akiamini ya kwamba alimaliza pambano lake kwa ushindi mkubwa, mpaka aliposhtukia kusikia hatua za mtu kutoka nyuma yake. Aligeuka amenyosha kisu chake ambacho kilizama kwenye moyo wa yule kijana. Aligeuka akiwa amekinyosha kisu chake ambacho kilizama kwenye moyo wa yule kijana mwingine ambaye hakueleweka alikuwa ametokea upande upi wa Palestine. Licha kufanikiwa kumzamishia kisu kile, ila hata shoka lilikata sehemu ya tumbo lake, damu nyingi zikaanza kumtoka. Alivuta ile shoka na kuitenganisha shingo ya yule kijana kwa hasira. Akitumia mkono mmoja aliushika utumbo wake ambao ulitokezea kwa nje kutokana na namna jishoka lile lilivyokuwa limeitoboa sehemu yake kubwa ya tumbo. Sehemu ya tumbo lake kwa ukubwa. Alihema kwa nguvu kidogo na kukaa chini akiwa anatizama angani. Alisonya kuona anakufa kizembe, hivyo akawa ametulia akigugumia tu kwa maumivu, akifarijiwa na matone ya mvua ambayo ilizidi kuongezeka, mwisho ikawa ni mvua kubwa kabisa. Yule mwanaume ambaye alikuwa pale kwenye banda la kwa muda alianza kujisogeza ratibu ile sehemu mpaka alipokuwepo Jordi. Alimtizama kijana yule ambaye aliamini kwamba bwana yule alikuwa pale kwa ajili ya kumuua. Alianza kujivuta nyuma akiwa anaendelea kuvuja damu kwenye tumbo lake. Usini aliongea kwa uoga na hisia kali baada ya kuona bwana yule amevuta sindano kwenye koti lake la suti. Hata hivyo sauti ilikatishwa baada ya bwana yule kumdunga sindano ya shingoni. Muda ule akapoteza fahamu. Masaa 8 baadaye, Jordi alikurupuka kutoka kwenye usingizi mzito. Alijaribu kunyanyuka, akajikuta kanarudi tena chini, hasa baada ya kupata maumivu makali ya tumbo kwa kulazimisha sehemu yenye mshono. Hapo ndipo alianza kuangaza kuweza kujua kama alikuwa yuko wapi. Mazingira yalikuwa tofauti na yale ambayo yeye alikuwa ameyazoea. Ikamlazimu kutuliza akili zake aweze kukumbuka nini kilikuwa kimetokea. Kumbukumbu zake zikarejea. Alihema kwanza na kushukuru kwa kuwa hai, ila mazingira ya mwisho wakati kuna mtu alikuwa amemsogelea kumsaidia pale ambapo alikuwa ameangukia. Kumbukumbu zake zikarejea. Alihema kwanza na kushukuru kwa kuwa hai, ila mazingira ya mwisho wakati kuna mtu alikuwa amesogea kumsaidia pale ambapo aliangukia, ambaye kwa mara ya mwisho alihisi anataka kumuua. Ilimshtua kidogo. Hakuelewa yule mtu alikuwa nani na kwa nini alikuwa ameweza kumsaidia wakati hawakuwa watu wanajuana kwenye maisha yao. Muda mfupi baadaye alisikia mlango ukiwa unafunguliwa na kama aliyeingia alikuwa ni yule mwanaume ambaye umri wake kidogo ulikuwa na tofauti na yeye. Natumai mpaka sasa hivi utakuwa umerudi kwenye hali yako ya kawaida. Ndio, ila sijui kwa nini umenisaidia. Wewe ni binadamu mwenzangu, kuna ubaya kusaidia. Nimefanya mauaji kwa wale vijana. Ulikuwa na nafasi ya kunipeleka polisi ama hata kunikabidhisha kwa hawa watu baada ya tukio lile, ila mpaka sasa hivi sipo kwenye pingu. Maana yake ni kwamba hauna mpango kunikamatisha. Kwa nini? Ukinitazama usoni na niona kama mtu ambaye ana urafiki wa namna yote na polisi. Kwa hiyo wewe nani? Hilo ni swali jingine ambalo siwezi kukujibu sasa hivi mpaka nifanye baadhi ya mazungumzo nawe kwanza. Mimi sikufahamu. Hata mimi sikufahamu bwana mdogo. Kwa hiyo nataka tuzungumzie nini? Nimekusaidia sehemu ambayo nina imani hata uli kumesha katete maisha yako tayari. Hivyo una deni kubwa kwangu. Nahitaji unijibu maswali yangu bila kunidanganya. Unaweza kufanya hivyo? Ndio. Unaitwa nani? Jordi. Umetokea wapi? Mwanza. Umefikaje kwenye mazingira kama yale? Niliua Mwanza nikakimbilia Pwani. Kwa nini wewe Pwani? Mtu ambaye nilimuua alikuwa ni maarufu na ana pesa, hivyo nilihisi kwenda Dar es Salaam ambako ndiko nilitamani kwenda. Nilihisi huenda inaweza kuwa ni hatari kwangu, hususan kama mamlaka zikifuatilia kesi ya namna hiyo, na ndio maana nikaamua kuja kuishi huku kwa muda kwanza. Kwa maana hiyo hauna makazi maalum. Ndio, maisha yangu ni magumu, hivyo naishi sehemu ambayo ina fursa. Sasa kama una maisha magumu na umemuua mtu tajiri,
Kwa akili yangu nahisi ungefanya hivyo kwa ajili ya pesa. Sasa inakuwaje bado unaishi kwenye maisha magumu? Sikumwoa kwa kuwa nilikuwa nataka pesa zake, hapana. Nilifanya vile kwa kuwa alinifumania na mke wake. Mke wa ndoa? Ndio. Huyu bwana alikuwa na pesa nyingi ila hakuwa na muda na mkewe, hali ambayo ilimfanya mwanamke huyo kuweza kunitafuta mimi kwa kuwa tumewahi kukutana mara kadhaa sehemu za mazoezi, hivyo nikawa ni mtu wake wa kando ambaye alikuwa akinilipa nafanya naye mapenzi. Tatizo kubwa lilianza baada ya mkewe kunogewa na mapenzi yangu, akaanza kutangaza mpaka kwa marafiki zake kwamba ana mwanaume bora ambaye anamridhisha kitandani, hali ambayo ilifanya habari kuanza kuzagaa mpaka zikamfikia mume wake ambaye aliamua kutega mtego wa kuweza kunikamata anifanyie mambo mabaya. Kwa bahati mbaya hakuwa anajua kama mimi sio mnyonge kama alivyokuwa akiniona, hivyo wale watu ambao alikuja nao kuweza kunikamata na mke wake kwenye hoteli moja nje ya mji ambako alimfuatilia mke wake tangu anatoka nyumbani, niliua wote naye mwenyewe. Kutokana na vurugu zile, kuna mhudumu alipiga simu polisi, hivyo niliposikia ile milio mimi nilikuwa nimeshampasua kichwa tayari nikakimbia. Na mkewe mpaka sasa sijui na sitaki kujua kilichoendelea kwa sababu najua nitakuwa natafutwa sana huko. Ndio maana uliwaua wale vijana namna ile kwa sababu kuua kwako sio jambo geni, sio? Ndio, lakini inawezekanaje wewe na kusimulia habari za kuua watu na kwako inaonekanika ni kama jambo la kawaida tu, hata ushtuki? Bwana mdogo, haya ndio maisha ambayo naishi. Kukupata kijana kama wewe kwangu imenirahisishia kazi yangu, hivyo nipo tayari kukubadilisha maisha yako, ila kwanza inatakiwa uwe tayari kufanya kazi chini yangu. Kazi gani? Kuna mpango endelevu wa muda mrefu wa kuitawala Tanzania. Nitakufanya utakuwa na nguvu kubwa sana. Hakuna mtu hata mmoja ambaye atakuwa na uwezo wa kukusogelea wala kukukamata ndani ya taifa hili. Utapata pesa za kutosha na utaachana kabisa na habari za kugombea wanawake wa mtaani kama wale. Utakuwa na pesa za kumpata mwanamke yoyote ambaye wewe unamtaka. Unaweza kufanya haya kwa sharti gani? Sharti la mwisho ni wewe kuwa na uwezo wa kutunza siri ndani ya kifua chako. Nje na hapo, utakuwa ni adui yangu namba moja ambaye naweza kukupata sehemu yote Tanzania kwa simu yangu moja tu. Jordan alimeza mate kwa tamaa. Yale maisha yake ya mtaani yalimfanya kutokuwa na chaguo jingine la maisha. Ujio wa bwana yule kwake ilikuwa ni kama bahati mpya ambayo ilifanya uyoga kuotea ndani yake, jambo ambalo lingemrahisishia chakula. Ndio nipo tayari. Kuna mambo kadhaa na mitihani kadhaa ambayo inabidi uipitie kwanza. Ukifaulu utapelekwa kwenye mafunzo kwa sababu bado mwili wako ni mzito. Kuna watu ambao ukikutana nao wanaweza kukua kwa sekunde kadhaa tu. Ila kabla ya haya unaweza kufanya kazi gani? Udukuzi. Umesoma? Nimeisha darasa la 7 ila haya mambo nilikuwa nayapenda, hivyo kwenye maisha yangu yote nimekulia mtaani nikiwa najifunza kwa sababu niliamini kama maisha yatanishinda basi nitautumia huu uwezo kuweza kuiba kama ni benki ama kwa watu binafsi. Umewahi kujaribu kulifanyia kazi? Nahitaji mafunzo kidogo kutoka kwa watu wenye uwezo zaidi na vifaa vyenye nguvu kubwa, na ndipo nitakuwa na uwezo wa kufanya yote. Karibu ndani ya The Global Jordan. Joba Mineli alikuwa ameketi kwenye chumba kimoja akiwa anaitazama picha ya Jordan, huku kumbukumbu zake zikiwa zimemrudisha nyuma na jinsi alivyokuwa amefanikiwa kukutana na kijana huyo mpaka kuja kumtengeneza kuwa sehemu ya watu wake wa hatari ambao walikuwa wanafanya kazi za hatari zaidi. Kwa wakati huo kijana wake alikuwa ni mfu, aliuawa kikatili, na alikuwa ni kijana ambaye walikuwa wamepanga kumfanya kuja kuwa the future ya The Global. Alinyanyuka akasimama akiwa anajinyoosha, alifanya ibada fupi kisha akasogea kwenye sanduku moja la chuma, akavuta upanga mrefu kisha akaweka chini, akaketi tena. Aliyafumba macho yake na kufanya ibada kwa mara nyingine tena. Baada ya hapo alinyanyuka na kurudi kwenye ile sanduku. Alitoa simu ndogo na line ambayo ilikuwa pembeni ya ile simu, aliweka na kuiwasha. Baada ya kuwaka alibonyeza kuelekea kwenye kitabu cha kuhifadhia namba ambacho kilikuwa kina namba moja tu pekee. Simu iliita kwa muda mfupi kapokelewa. Bosi, naenda kufa kwa ajili yako. Nina imani natimiza kile ambacho uliniagiza kukifanya, hivyo ni muda wako kukutana na Damigo maana tayari amefika hapa kwangu. Aliongea na kusikiliza mazungumzo ya upande wa pili kisha akaivunja ile simu na ile line yake yenyewe. Alibeba simu kubwa ya kisasa na kuiweka kwenye mfuko wake, akatoka nje ya mlango na kwenda kuketi karibu na bustani akiwa na upanga wake mkononi. Geti lifunguliwa, Damigo aliingia sehemu ile ambayo ilikuwa ipo wazi, huku yeye mwenyewe akiwa anashangaa akiwa kimya. Ni mtu mmoja pekee ambaye alikuwa anamuona mbele yake akiwa ameketi kwenye bustani, na kwa namna jinsi alivyokuwa ameketi ni wazi kabisa alikuwa anamsubiri aweze kufika. Imechukua muda mrefu Damigo kuweza kunipata mpaka nikaanza kuhisi kwamba kwa sasa umekuwa mzembe kupita kiasi. Maana ukuzoeleka hivyo kiasi kwamba nikawa natamani kuondoka
kwa kuwa nilihisi hautanipata tena. Umechagua kufa kishujaa kwa ajili ya kumfurahisha yule maraya wako? Nilisikia una kumbukumbu. Ni kweli ama ulikuwa unatengeneza taarifa zingine za kuuhadaa ulimwengu kama mke wako alivyokuwa ametuhadaa kwa kujifanya ameficha taarifa za siri ndani ya chuo huko Mbeya, hali ambayo imefanya mpaka kusababisha vifo vya watu ambao hawana hata hatia kwa sababu ya uoga wake? Yuko wapi Jamila? Atawatoa sadaka watu wake wangapi kwa ajili ya kujiokoa yeye? Ni kweli sina kumbukumbu, ndio maana nahitaji kudhibitisha taarifa ambazo nimepewa. Nipo tayari kukujibu maswali yako na kukueleza kwamba Jamila yupo wapi, ila wewe ni muuaji Damigo. Unajua watu wa aina yetu huaga hatutoi taarifa kijinga namna hii, hivyo ni lazima mmoja wetu apoteze baadhi ya viungo na ndipo tuongee kwa hizo sauti laini za kubembelezana kuhusu taarifa zote ambazo unazihitaji ziweze kuwekwa mezani. Vinginevyo hapa hakuna hata kitu kimoja ambacho kinafanyika. Damigo alitabasamu akiwa ananyosha mikono juu kuonyesha kwamba yeye hakuwa na uhitaji wa kuweza kutumia silaha namna yote ile kwenye hilo tukio. Zilionekana cheche na mikwaluzo kwenye zege baada ya Joba Mineli kunyanyuka kwa nguvu kubwa sana akiwa anaburuza ule upanga wake kuelekea kwa Damigo. Alirusha upanga akiwa analusha mguu wake ambao ulikomaa. Damigo alizunguka kama taili kukwepa ule upanga, akakutana na mguu wa shingo. Alipoinuka upanga ule ulikuwa unaelekea kwenye mbavu yake. Alidunda kwa mguu mmoja chini, akajifyatua, akatua upande wa pili wa yule bwana ambaye aligeuka kwa nguvu zake zote akiwa anazungusha upanga wake kwa nguvu zake zote mpaka alipoishia kukata ukuta. Akamgeukia Damigo akiwa amemnyoshia ule upanga. Umekuwa dhaifu sana Damigo, au kwa sababu umepoteza kumbukumbu ina maana kwamba umesahau hata kupigana? Kauli yake ilikuwa yenye dharau kubwa ndani yake, ikiwa inafuatiwa na hatua zake za haraka kumfuata Damigo. Alirudi nyuma kidogo Joba akiwa anamsogelea. Alimtishia kama anataka kumfuata Joba, akatanguliza upanga ambao haukumfikia Damigo maana hakwenda. Wakati ambao upanga ule ulikuwa umeenda ndipo naye alienda akiwa anauzunguka. Ngumi nzito ilitua kwenye bega la Joba, akatoa sauti kali ya kulia kwa maumivu. Alipiga gancha uso akiwa haoni mbele, akaanza kurusha upanga wake hovyo hovyo kila sehemu mpaka pale alipokuja kutulia ndipo alipogundua mbele yake hakuna mtu. Aligeuka haraka kukutana na uso kwa uso na Damigo. Alitaka kurusha ule upanga, mkono wake ukadakwa. Alibanwa mpaka mifupa ikaanza kuvunjika. Ile nguvu ya kuendelea kushikilia ule upanga hakuwa nayo tena, akajikuta yeye mwenye anauachia, ila haukupata nafasi ya kutua lizine kwani ulidakwa na Damigo. Aliuzamisha tumboni upande wa kwenye mbavu. Muda ambao Joba alikuwa anatumia kutoa kelele wakati upanga ule ukiwa unachomolewa, alipigwa mtama mkali, akasukumiziwa pembeni na mguu mzito ambao wakati anatua chini alishtukia kuona mguu wake ukiwa ni mwepesi, na ndipo akatambua wakati akiwa analusha ule upanga na ulikuwa umelushwa kwa nguvu ukakata mguu wake kwenye kiganja, hali ambayo ilimfanya yeye mwenyewe kuanza kujiogopa baada ya kuona hali ambayo alikuwa nayo. Damigo alitoa bastola moja kiunoni na kumsogelea bwana yule alipokuwa anahangaika pale chini. Nadhani ulisema sisi kama wanaume natakiwa mmoja wetu apoteze viungo kwanza ndipo tuweze kuzungumza kikubwa. Nadhani nimekutimizia hilo, kwa hiyo upo tayari kuzungumza kikubwa ama unataka kuendelea kupoteza baadhi ya viungo kwenye mwili wako? Una shida kubwa kuona na mkeo sio? Yaani mpaka muda huu anakuona na anaona kila kitu ambacho kinafanyika sasa hivi. Damigo aligeukia upande wake wa kulia ambako kulikuwa kuna ukuta wa nyumba karibu, na alitambua kuwa kulikuwa kuna taa sehemu ile ambayo ilikuwa inawaka kama ya umeme, ila ilikuwa ni kamera. Alitabasamu baada ya kutambua mtu upande wa pili alikuwa anamuona kupitia kamera zile. Akaona tazama kamera vizuri, Joba alikuwa ametoa simu kubwa mfukoni mwake na kumkabidhi Damigo. Alipogeuzia ile simu kwake alikutana na sura ya mwanamke mzuri mno akiwa anatazamana naye. Ni mwanamke ambaye alikuwa ameshiba pesa haswa kwa namna sura yake ilivyokuwa imendona kwa nyakati zile. Hello dear husband, akionyesha kwamba hello mume mpenzi. Damigo alibaka na mtazama tu yule mwanamke kwa muda kwanza, maana alikuwa na mengi ya kuongea naye. Alikuwa na mengi ya kumuuliza, alikuwa na mengi ya kudhibitisha, na kama ingelikuwa kweli basi mwanamke alipaswa kulipia kwa namna ngumu kwa kuwa ndiye ambaye alisababisha yeye kuwepo kwenye mazingira namna hiyo mpaka wakati huo. Kama kweli ni ambaye ndio uko nyuma ya mambo yote ambayo yanatokea, kwa nini mpaka muda huu unajificha kutokea nilipo? Unaniogopa? Hapana mume wangu, sikuogopi hata kidogo, sababu nilijua ni mtu ambaye umekufa kwa muda mrefu, maana kwa hali ambayo nilikuacha nayo mara ya mwisho na kuona pale chini ukiwa na risasi karibia 4 ndani ya mwili wako, sikuwahi kufikiria unaweza kuwa na roho ya paka ya kukufanya mpaka leo uwe hai.
ila naweza kukiri na kusema kwamba unaonekanika una miaka mingi mno ya kuishi mbele yako. Na jambo la namna hiyo binafsi naliheshimu kwenye ya maisha. Kuna wakati nawaza kama wewe ni binadamu ambaye ulizaliwa kama wengine au ulikuwa ni mtu wa kutengenezwa. Hakuna binadamu anakuwa na maisha mengi namna hiyo mume wangu. Sikuogopi kwa sababu siku sio nyingi mimi na wewe hatakuwa tunaona kwenye video kama hivi, bali tutakuwa tunatazamana ana kwa ana. Hivyo na kweli siku sio nyingi mimi nakuja mume wa maisha yangu. Kwa hiyo yote ambayo nimeambiwa kuhusu sisi ni ya kweli yalitokea. Jambo ambalo nasikitika ni baada ya kuona mwanamke ambaye upo naye huyo alishindwa kukuambia hata ukweli wa maisha yako. Unajua kwa nini? Alikuwa anaogopa kuhisi hautakuwa na mahaba naye tena, maana alitambua mwanamke pekee ambaye wewe uliwahi kumpenda kwa moyo wako wote ni mimi hapa. Hivyo alikuwa ametumia nafasi yake kuweza kukuhadana, huenda hata hiyo ndoa yenu pia ambayo umefunga ni yeye tu ambaye alikuwa amepanga bila hata mwenyewe kuweza kujua. Ni muda mimi na wewe kukutana Jamila. Ni wakati wa sisi wawili kuongea kama watu wazima na kulimaliza hili ambalo tulibakisha. Naweza kukuhakikishia kwamba mimi natamani sana hili liishe kuliko hata wewe. Ila sio kwa haraka hivyo mume wangu. Ile Tanzania ambayo ilihisi imenipa maumivu ya kutosha, ile Tanzania ambayo iliharibu kila kitu ambacho tulikitengeneza kwa miaka mingi, ile Tanzania ambayo ilifanya mimi kumua babangu mzazi na baba wa watoto wangu na baba wa mtoto wangu ndio nataka nimalize nayo kirahisi hivi Damigo. Hili jambo haliwezekani. Leo hii mzigo mkubwa wa madawa umeingizwa ndani ya jiji Dar es Salaam. Kufikia kesho kila genge la mtaani litakuwa na madawa ya kutosha. Nahitaji kuharibu vizazi vya hawa ambao walihisi kwamba wanaweza kuwalinda. Nataka kuhakikisha naharibu akili za Watanzania kupitia madawa ya kulevya. Nataka kuwafanya vijana mamia kwa mamia kuwa mateja na wenye magonjwa ya akili. Ila pia na kukumbusha kwamba kuna kampuni karibia 10 ambazo zinatakatisha fedha kwa ajili yangu ndani ya hii nchi, hivyo kila mwezi naingiza mabilioni ya fedha kwa miaka 2 sasa. Kwa hiyo kama hao wapuuzi waliamini kwamba wameiteketeza The Global, waambie mmiliki halali wa The Global nimerudi rasmi. Nina imani huenda wanahisi wewe kwa sasa hivi ndio utakuwa ni msaada kwao, ila na kuhakikishia mume wangu, ile nafasi ya kukutana na mwanamke ambaye ulihisi kwamba ni mimi ilikuwa ni mwisho wa kuishi, kwani kuna watu ambao ni hatari mara 10 yako ndio wanaingia muda wote Dar es Salaam na wanaanza kuua watu kila mtaa, ili mjue ninachokimaanisha. Watu wakianza kufa hovyo nitawapa maagizo nini nitakavyokuwa nataka kwao. Baada ya hapo naweza kuacha jambo hilo, ila kama wataenda tofauti na yale ambayo nataka mimi, na kuahidi watu wengi wataendelea kufa na kuteketea kwa madawa ya kulevya. Wewe shetani, nitakufanyia mambo mabaya kama nikikutia kwenye mkono wa. Kwa heri mume wangu, usisahau mpaka leo wewe ni mume wangu tu na huyo mwanamke mwingine sio halali kwako. Nadhani unatakiwa kulikumbuka hilo swala. Ile simu ilikatwa Damigo akiwepo kwenye hasira kali sana. Aliona kama yule mwanamke anamdharau kwa ukubwa, ila yale ambayo alikuwa amemwambia kama kweli alikuwa anaenda kuyatekeleza ilikuwa ni hatari kubwa sana kwa Tanzania sio kwa natia kwa sababu ya makosa ya watu kadhaa. Alijikuta akiwa anampiga Joba risasi nyingi sana kama sehemu ya kutuliza hasira zake. Baada ya kuongea na mke wake, aliketi chini akiwa na hema. Ina maana Jamila alijua kama yeye angeweza kufika sehemu ile, na ndio maana alikubali kumtoa sadaka Joba ili aweze kuongea na mume wake wa zamani. Damigo alijiona kuwa mdogo kama kidonge kwa kuzidiwa akili na Jamila, jambo ambalo alilifanya kwa jitihada zake kubwa. Kumbe alikuwa anasubiriwa aweze kufika pale. Alitumia simu ile ya Joba kutuma ujumbe kwa mke wake kumpatia maelekezo nini kilikuwa kinaendelea na nini kilikuwa kinaenda kutokea, kisha akaipasua ile simu yenyewe, akatoweka ile sehemu akiwa anatambua kazi yake ilikuwa hata haijaanza. Yani mpaka muda ule yote ambayo alikuwa ameyafanya yalikuwa ni kazi bure tupu yani. Msikilizaji, tumalizie sehemu hii ya 4 na The Global. Moja ya taasisi kubwa ambazo ziliacha historia ya kutisha na kushtua ndani ya Tanzania, taasisi ambayo ilikuwa inaaminika kwa ukubwa na serikali kama sehemu muhimu ya uchumi wa nchi, ndio ambayo ilikuja kutengeneza historia ya kutisha ndani ya Tanzania. Wakati ambao kila mtu alikuwa naamini taasisi hiyo imeangushwa kwa mafanikio makubwa na yale mambo yake mabaya yote yakaja kupotea na taasisi hiyo, ndio wakati ambao Jamila alirudi tena akiwa ana akili wazi kwamba taasisi hiyo haikuwa imekufa bali ilikuwepo, na kwa wakati huo ilikuwa inarudi kwa nguvu kubwa kuliko hata zamani. Kutambua kwamba mume wake wa zamani bado yuko hai, aliamua kutangaza vita ya moja kwa moja na serikali, huku akiahidi kuteketeza kizazi chote cha vijana Tanzania
kwa kutumia madawa ya kulevya, na hata wale ambao walikuwa hawana hatia ama wangepona kwenye jambo hilo walikuwa wanaenda kuuliwa kikatili sana. Tumalizie na Karen Estates Kenya, moja kati ya maeneo ghali zaidi ndani ya taifa la Kenya, maeneo ambayo hairuhusiwi kuishi watu wenye njaa ama wenye mawazo kuhusu mlo wa kesho. Ndiko ambako lilikuwa linapatikanika mansion moja kubwa la bei mbaya kupita kiasi. Ni sehemu ambayo ilikuwa imeandaliwa kwa ajili ya watu wenye ukwasi mkubwa na wa kutisha, hasa wanasiasa, viongozi wakubwa wa serikali pamoja na wafanyabiashara wakubwa ambao hawakuwa na wasiwasi kuhusu maisha yao. Kwenye jumba hilo ambalo lilikuwa lina gharama ya mabilioni ya pesa, ndipo ilipokuwepo nyumba ya kiongozi wa The Global, yani Jamila Ken Mgwasi, waweza kumuita Pamela Idrisa, kama ambavyo alikuwa anafahamika kwa jina lake halisi la kuzaliwa nalo kutoka babake mzazi Mzee Kenneth. Jumba hilo lilikuwa na ulinzi mkali kila sehemu. Wakati ambao Jamila mwenyewe akiwa anaongea na Damigo alikuwa yuko ndani ya chumba chake kikubwa cha kifahari, ndipo ambako alikuwa live kushuhudia yale ambayo yalikuwa yanafanyika Tanzania. Baada ya kumaliza mazungumzo yale, alikata simu ile, huku msaidizi wake mmoja akiingia sehemu hiyo akiwa amevalia suti safi ya blue. Boss, kila kitu kipo sawa? Ndio, lakini kuna tatizo dogo. Kuhusu mume wa zamani? Ndio. Unahitaji nikifanyike boss? Nahitaji watu ambao wapo Tanzania wapewe taarifa kwamba kesho wanatakiwa kuanza kuua watu, lakini mpaka kesho madawa kulevya yanatakiwa yamesambaa kila kona jijini Dar es Salaam. Na watu wengine ambao wapo hapa Kenya wanatakiwa kuingia Tanzania kwa ndege ya mapema asubuhi. Nahitaji mume wangu atafutwe kwa gharama yote ile na apatikanike haraka. Kama watakuwa hawampati haraka, basi waanze kuua watu ambao hawana hatia, kwa sababu ndio itakuwa ni njia rahisi zaidi ya kuweza kumpata mume wangu, kwa huaga najiona yeye ni baba huruma sana. Na kuhusu mkurugenzi itakuwaje bosi? Tangu nitoke ndani ya kituo cha bodaboda nilikuwa nawaza kuhusu huyu mwanamke, ila kwa sababu alinichukulia huyu mwanaume, hili jambo mimi na yeye itakuwa ni personal sana. Nahitaji kumpata akiwa hai ili nimpe nafasi ya kuwa kibaraka wangu awe hai. Ila kama itashindikanika hili, basi nataka auawe yeye na yeyote ambaye anamzunguka. Unamaanisha hata mtoto wake? Hapana, mtoto ndio udhaifu mkubwa wa Damigo, na mhitaji akiwa hai. Unadhani muda sahihi wa wewe kuwa rais wa Tanzania bosi? Naweza nisiwe rais, lakini kama hili likishindikanika, nahitaji rais wa sasa auawe, kisha pale Ikulu nimweke mtu wangu ambaye naweza kumwamini. Sitakuangusha kwenye hili bosi. Najua Jackson, huwezi kuniangusha, na ndio maana upo na mimi hapa. Wale watu wako ambao ulikuwa unahitaji waletwe walishafikishwa hapa tayari. Umeweka eneo usikae? Ndio bosi. Safi, hawa natakiwa kwenda kuwa wa mfano kwa wapuuzi wengine ambao wanaletea upuuzi wa namna hii. Wakenya niliwaambia kama wakijaribu kucheza na mimi, nitaligeuza taifa lao kuwa sehemu ya umwagaji wa damu. Nadhani natakiwa kuonesha mfano kwa hawa mawaziri wao, ndipo wataelewa nini nilikuwa namaanisha. Jamila hakuwa yule tena. Alikuwa mwanamke ambaye alikuwa na roho ngumu kupita kiasi. Kuwa na pesa nyingi kulimtengeneza kwa namna mbaya ambayo ilikuwa inaenda kuwafanya watu wengi kujutia kuzaliwa kwake zama moja na mwanamke wa namna ile. Chumba kikubwa kilikuwa na nafasi kubwa, viti vitatu vilikuwa vimetumika kuwafungia waheshimiwa watatu ambao walikuwa kwenye suti zao, huku kiti kimoja kizuri zaidi kikiwa kipo mbele yao, na ndicho ambacho mwanamke huyo alikuwa ameenda kukikalia, huku akihitaji kupewa silaha kwenye mkono wake, ambapo alipewa bastola na ule msaidizi wake Jackson. Niliwapatia taarifa kupitia watu wangu kwamba ule mradi wa mimi kujenga zile estates ambazo nilihitaji kuzitumia kama sehemu sahihi ya kusambazia dawa zangu za kulevya na kutakatishia fedha, hamkutakiwa kuzuia kufanya kazi, ila nyie mkajifanya kuwa ni wazalendo zaidi ndani ya taifa hili, baada ya kupata furuno kwamba mtu ambaye alikuwa anahitaji kufanya mradi wa mabilioni ya namna ile alikuwa sio Mkenya, hivyo mkaamua kuzuia nisifanikiwe. Ukweli ni kwamba hamkuwa mnajali kuhusu uzalendo, bali mlikuwa mnataka ule mradi mpewe nyie watatu kwa makubaliano ya kuja kugawana faida ambayo ingepatikana. Lakini kabla ya kuwaza upuuzi wa namna hiyo, mlikuwa mnatakiwa kwanza kujiuliza kwamba ule mradi ulikuwa unasimamiwa na nani na kwa sababu zipi ulikuwa umetokea sehemu kama ile. Hamkujali kuhusu hilo kwa kuwa mliamini hizo nafasi zenu zinaweza kuwalinda, ila jambo la pili mlikuwa mnatakiwa kuwaza ni pesa kiasi gani ambazo mimi nimetumia mpaka kufikisha ule mradi kuja kwenye mkono wangu. Na wamiliki wa bunge zaidi ya 70% ndani ya bunge la Kenya. Kuna mawaziri ambao wanalipwa na hawajui anayewalipa ni nani, ila wanaheshimu mipaka ambayo wamewekewa, ila kwa bahati mbaya nyie hamkujali hilo.
mliwaza tu uwazili wenu na hizo nguvu za kisiasa, mkasahau kuelewa mchezo kwamba kuna watu wana nguvu kuliko hata hiyo siasa. Kama mngewapa nafasi vijana wangu kuwasikiliza na mkafikia makubaliano, hata kama ni pesa, mimi nilikuwa tayari kuwapatia, maana nina pesa nyingi mpaka zingine sioni kazi ya kufanyia. Ila kulazimisha kukutana na mimi ni jambo ambalo haliwezi kuwafanya mkawa salama, kwa sababu hamtakiwi kunifahamu kwa sura. Mimi na wote hapa mmeiona sura, hivyo lazima mfe ikawa ni somo kwa wengine baada ya miili yenu kuokotwa kwenye mito ya maji huko. Aliongea kwa sauti kali huku akiwa anamiminia mwanaume yule wa kwanza risasi zote ambazo zilikuwepo kwenye ile silaha ambayo alishika kwenye mkono wake, kisha akahitaji msaidizi wake ampatie silaha nyingine. Tafadhali usitue, tupo tayari. Msikilizaji, huyo ndo Jamila. Yule my wife is a drug dealer ndo huyo sasa. Kawa moto kweli kweli, kawa moto haswa, na ndo katangaza vita na Damigo na nchi ya Tanzania kwa ujumla. Huu ni mwisho wa sehemu ya 4 msikilizaji, lakini mwanzo wa sehemu ya 5. Kuna simulizi za kusubiri, lakini hii sio ya kusubiri. Tukutane msikilizaji katika sehemu inayofuata, itakuwa ni sehemu ya 5 ya simulizi yetu My Wife is a Drug Dealer. Mtunzi akiwa ni Fabian Babu ya mtaalamu wa hizi kazi, director Owen ikiwa ni kwenye mike kusimulia mkasa wa kusisimua. Twende pamoja katika sehemu ya 5. Twende WhatsApp sasa hivi kujipatia sehemu ya 5 mpaka mwisho kupitia 0677 062 012. Vita imeanza rasmi.